chambua kama shilingi iliyookotwa chini. Yesu ni mwema, ametokota chini, ametokota chini, ametokota baba, ametokota, ametokota, ametokota. Jambo lililotuleta hapa ni jambo la kumwambia mtu mwingine kwamba Mungu aliyetuokota sisi chini anaweza kumwokota mtu mwingine pia. Unajua, unaweza ukawa unaangalia bango la Mbarikiwa hapo, unaweza ukawa umesikiliza CD za Mbarikiwa hapo, inawezekana unaangalia kwenye mitandao jina la Mbarikiwa, unaweza ukajua mzaliwa hivyo, unaweza ukajua kwamba familia yao ni ya kitajiri,
Unaweza ukajua kwamba kwao ni matajiri. Lakini nataka nikwambie, ingia kwenye mtandao baada ya kutoka hapa. Nimerusha clip jana inayosema Mbarikiwa alipotembelea kwao, alikokulia, alikosoma na alikokokea. Bila shaka ukiangalia mazingira yale, na hiyo safari tumekwenda wiki 2 zimepita. Ukiangalia mazingira yale utajua hapa Mgandu ni mjini. Utajua hapa Mgandu pana kila fursa ya kukufanya ustawi na ufanikiwe. Nataka ufahamu maneno tofauti kidogo na unayosikiaga. Wengine kwambia Yesu ni njia kwenda mbinguni, lakini mimi nataka nikwambie Yesu ni njia rahisi ya kuendesha maisha kuliko njia nyingine yoyote. Yani sisi kwetu Yesu ni njia rahisi ya kuendesha maisha kuliko njia nyingine yoyote. Njia yoyote utakayotumia kujiponya ukiugua, hiyo ni njia ndefu. Njia ya hospitali ni njia ndefu. Lakini Yesu ni njia nyepesi na rahisi ambayo ukimkimbilia kabisa kabisa hautaona wa ugonjwa unaoingia na kutoka kwenye maisha yako. Kwa sababu yeye ni kiboko cha washenzi. Yeye ni kiboko cha vyote vinavyokutawala. Unajua sijashangaa. Huyu binti yangu tuliwakuta Metundu pale, sijashangaa. Anasema nimezunguka kwenye makanisa ya aina mbalimbali. Sogea. Mimi naita mabinti, sogea mwanangu. Anasema nimezunguka kwenye makanisa ya aina mbalimbali. Nimeombewa maombi ya kila namna. Mpaka Dar es Salaam kwa bendera nilikwenda nikaombewe. Nimejaribu kwenda kwa waganga wa kienyeji, lakini mambo hayakuwa mambo suluhisho halikupatikana. Anasema nilipokuwa namsikiliza mhubiri huyu, nikakuta tu maneno anayoongea yanagusia magonjwa na mateso nilionayo. Ghafla nikakuta kuna vitu vinanitoka. Moyo wangu kanisukuma ukaniambia, hebu ngoja nikamguse kama Yesu alivyokwenda kugusa, kama video yule mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu alivyokwenda kugusa pindo la Yesu. Alipokucha akajaribu kufuta viatu, akakuta lile teso aliyoteswa nalo miaka mingi linatawanyika hapo hapo. Anasema mbona huyu hajaniombea? Mbona nimekwenda kwenye maeneo mengi wameniombea, hakuna kilichotendeka? Mimi nilisoma pale Metundu, na huwa nasoma mahali pote, na hata kanisani wao kina Ibrahimu hawa kubadilika na kusaidika hivi. Hakuna maombezi wala namna iliyowekwa mkono kichwani mwao, lakini yako maandiko yasemayo katika Zaburi 107 mstari wa 20 ya kwamba analituma neno lake huwaponya watu na kuwatoa kwenye maangamizo yao. Nataka nikujulishe, njia yoyote unayoitumia kutoka kwenye mateso ulionayo ni njia ndefu. Njia yoyote unayoitumia kuendesha maisha ni njia ndefu. Yesu Kristo ndiye njia rahisi, nyepesi. Unajua umetajiwa, usubiri tu mwanangu, umetajiwa Assemblies wakafananisha na Yesu Kristo. Nitakuja nizungumze vizuri. Wakaishia kukukamua sadaka ukajua Yesu ndo alivyo. Nataka nikwambie Yesu hakamui sadaka kwenye mifuko ya watu. Yesu anakamua magonjwa. Yesu anakamua unyonge. Yesu anakamua kujua siwezi. Swala la sijasoma yeye hashughuliki nalo. Sikiliza, hapa nilipo mimi ni darasa la 4 la 7 nilifika vya uongo. Na masomo ya uchungaji mimi sijawahi kuyasomea, lakini hapa nilipo naandika vitabu. Maprofesa Marekani na Dar es Salaam wanashangaza, mtu huyu anawezaje kuwa na akili kiasi hiki? Hapa nilipo mimi mwenyewe ndiye na rekodi audio zile zote, nyimbo zote ninazosikia za tenzi na rekodi mwenyewe, video na shoot mwenyewe na credit mwenyewe. Kiingereza nilikitoa wapi? Hiyo nenda kamuulize Yesu msalabani, kwa sababu hata akina Petro walijiuliza wakasema, mbona watu hao wana akili na maarifa nasi tunawajua hawajasoma? Basi wale watu wakasema huyu alikuwa pamoja na Yesu. Nataka nikwambie, ukishikamana na Yesu sawa sawa, hata kama hujasoma mambo yako yananyoka kuliko msomi. Mimi hapa nilipo masomo ya uchungaji sijapitia, wala masomo ya darasani sijapitia, lakini wasomi wa chuo kikuu na maprofesa, maaskari kwa wanajeshi wakija pale kanisani wanasema sasa kwa hapa tunaanza kuona maisha yatakwendaje. Siku zote tumetembea gizani, pamoja na kuwa na bunduki tumetembea gizani. Tumelafikiana na viongozi wa juu wa serikali. Bila shaka kwa mnaofuatilia mitandao, wengi hata walikuwa wanajua mimi na Magufuli tuna undugu ama tuna urafiki wa karibu. Ni kweli ulikuwepo urafiki wa hapa na pale, na ndio maana
siku Magufuli amekufa, nyimbo ya kwanza iliyoimbwa na mtu unayemwona mbele yako, akasema nenda shujaa nenda, umemaliza kwa ujasiri. Ni kwa sababu sikuweza kulala. Alikuwa rafiki yangu wa kweli, na katika watu ambao alikuwa anajua ni wahubiri wasiopindisha maneno, wahubiri wasiogopa sura ya mtu, ni wahubiri wanaonyosha ukweli. Ukikuponya umepona, ukikukwaza umejikwaa. Mimi nataka nikwambie, hata kama nimekuja hapa Mugando, siogopi kusema kwamba ukimwi, uzinzi utakudhalilisha, mipombe itakudhalilisha. Maisha nje na Yesu utadhalilika tu, utabadilisha waganga, utadhalilika tu. Ni kweli sijaja kukuudhi, lakini kama utaudhika na ukweli unaoonekana kwenye mwili wako, hiyo hainihusu mimi, kwa sababu ninachojua maisha peke yako hauwezi. Haleluya. Maisha nje na Mungu haiwezekani. Tulijaribu, haikuwezekana, lakini kwa msaada wa Jehova imewezekana. Nataka nikwambie hapa, Yesu huyu niliyemleta sio lazima uombewe. Analituma neno lake linakuponya na kukutoa kwenye maangamizo yako. Haleluya. Wani nawaambia hawa kina Ibrahim, nikasema msiogope kujiona ni wakombozi wa ufalme na ulimwengu. Mimi nilikotokea ni kijijini sana kuliko hapa Mgando. Mimi nawatangazia watoto wangu wote mlioitikia sauti ya Yesu Kristo alipowaita, nyie ni wakombozi wa Singida, nyie ni wakombozi wa Namba 4, nyie ni wakombozi wa Itigi, nyie ni wakombozi wa Manyoni. Tumekomboa kipande cha Tanzania. Sasa Bwana anatafuta na watu wengine ili kwa njia yao aweze kukomboa. Nataka niwatangazie, kabla sijahubiri na sijamruhusu huyu mwanamke aongee alivyokutana na Bwana, nataka niwatangazie, anzeni kutembea, anzeni kutembea kifua mbele, kwa sababu aliye ndani yetu ni mkuu kuliko aliye upande wao, kuliko mkuu wa ulimwengu aliye ndani yetu. Biblia inasema Bethlehem, Bethlehem, huu mdogo kamwe, kwa sababu Kristo amezaliwa ndani yako. Nami nawatangazia wanangu ambao mmetii neno la Mungu ambalo linatumwa ili kubadilisha maisha ya watu. Nataka niwaambie mlioko hapa na yeyote utakayeitikia ya kwamba hautakuwa mdogo kamwe. Hata kama haujasoma hautakuwa mdogo kamwe. Hata kama huna pesa hautakuwa mdogo kamwe. Hata kama huna ndugu matajiri hautakuwa mdogo kamwe. Tena mimi nataka nikwambie, hapa Mgandu, hapa Namba 4, bado Mungu anao watu ambao wanakwenda kuwabariki na kubadilisha maisha yao. Kwa sababu hata kuokoka kwa kina Ibrahimu, nani alitabiri? Nani aliona ingaliwezekana? Nimesikia hata mnasema wamejiunga na Freemason. Mimi nataka nikwambie, kama Freemason wanaweza kuachisha pombe na kuachisha pombe, Freemason hao ni wazuri. Kwa sababu wako watoto wa matajiri ambao piga huwa garagaza wanaendelea kuvuta mibangi, na mibangi ndugu zao wanalia pamoja na pesa zao, lakini mambo hayatatuliki. Nataka nikwambie, huyu utakayemuita Freemason, hata baba zako walimuita mkuu wa Beelzebuli. Yesu alipoponya na kusaidia watu walimuita mkuu wa Beelzebuli. Ngoja nikwambie, imani ya kweli ni ile inayoweza kukusaidia kujitenga na dhambi, kushinda mapombe. Nani angemtoa mzigo Ibrahimu wa mipombe? Pesa ngapi zingemtoa Ibrahimu na mapombe? Alishawahi kuuza ng'ombe pamoja na babake Robati, bado mipombe haikutoka. Nataka nikwambie, asikudanganye mtu akasema ukienda Mbeya wanakupa msaada wa fedha. Subutu uje kama utapata hata shilingi 100. Nataka nikwambie, Mbeya hatuhubiri pesa na wala hatugawi pesa. Mbeya tunagawa akili ili tufanya tuwe na akili, kwa sababu kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Ndio maana naona kina Ibrahimu wanafanya kazi kufa na kupona, kwa sababu sisi kwetu kanisani kwetu tuna majina yanayoitwa Imaka au Ikama. Watoto wetu tunapa majina hayo, manake ibada, kazi, maombi. Ibada, kazi, maombi. Ibada, kazi, maombi. Maombi, kazi, ibada. Hayo ndio maisha. Na ndio maana kwetu kuwa masikini ni marufuku, kwetu kutia huruma ni marufuku. Sio kanisani kwetu, lakini kwa Yesu Kristo. Yeye alikuja achukue huzuni zetu, yeye alikuja achukue maumivu yetu, yeye alikuja achukue masikitiko yetu, yeye alikuja achukue unyonge wetu, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Nimekuletea Yesu aliyetuponyesha. Amekuja ponye vidonda vya tumbo ndani yako. Nimekuletea Yesu aliyetuponyesha. Nimekuja ili aponye akili ambayo unahisi mambo yako hayawezekani. Nataka nikwambie, peke yako hauwezi, lakini pamoja na Kristo Yesu inawezekana. Ama binti yangu, hebu sema ulikuwa na matatizo kiasi gani na umepokeaje uponyaji, ili hata mtu mwingine aliyeko hapa aweze kusikia, aweze kujua kitakachoendelea hapa ni dawa kuliko dawa uliyowahi kunywa wakati wote.
ni msaada kuliko msaada uliowahi kukutana nao wakati wowote. Msaidia ni maiki hapo kama naongea. Karibu. Haleluya. Amen, amen. Haleluya wapendwa. Amen, amen. Bwana inuliwe. Amen, amen. Namshukuru sana Mungu kwa sababu ameweza kunipigania. Mshauri ameweza kupigania. Twende. Mimi nilikuwa na matatizo mengi. Nilikuwa mgonjwa, yani kila kiungo kilikuwa kinaniuma. Yani nilikuwa sina nafuu wakati wowote. Ikiwa mchana nina maumivu, usiku nina maumivu. Ninaamka lakini afya yangu ninaendelea kuwa mnene hivi kama jinsi mnavyoniona. Lakini nilikuwa na maumivu makali mno katika mwili wangu. Lakini majuzi baada ya kusikia tangazo, sikuelewa vizuri ni wapi wanakotangaza. Ikabidi niulize ni wapi, wakasema ni pale stendi. Basi mimi nikaelekea mpaka hapo. Nilipofika mahali pale, nilikaa. Baada ya kutulia, nilimlilia sana Mungu katika mateso yangu. Kwa sababu sikuwa na uwezo sasa wa kwenda mahali popote. Kama Itigi nimefika, Muhimbili nimefika na magonjwa yangu. Basi nimekaa mahali pale, mtumishi akaendelea kusema neno la Mungu. Baadaye mimi niliendelea kufunguka, kila ninachokisema ninahisi kipo kwenye mwili wangu. Basi niliendelea kufunguka kidogo kidogo, hatimaye nilipata kabisa, kwa sababu alivyosema kwamba kuna kichomi ndani ya miguu yako, kuna maumivu makali, yani kuna shida nyingi hata katika familia yangu, jinsi watoto wangu wanavyoishi huko waliko, yani iliniumiza sana. Ilibidi kwanza nitoe chozi. Basi niliinuka, nilichukua mtandio wangu ambao nilikuwa nimemshika, nikasema kwa imani kama yule mwanamke aliyekuwa kitokwa damu, alienda kagusa tu pindo la Yesu na akafanikiwa kupona. Nami kwa imani yangu ninachukua mtandio wangu nilionao, nikaenda nikaifuta miguu yake pasipo kusema chochote. Nikachukua ule mtandio nikajifunika. Nikaanza kusikia sehemu za mgongo, kwa sababu nilikuwa na maumivu sana. Yani ukigusa huku kifuani, maumivu unasikia mpaka mgongoni. Ukigusa kwenye mgongo huku unasikia maumivu mpaka kifuani. Hatimaye nikaona mgongo unapiga kama vile sekunde. Jinsi sekunde unavyoona kwenye saa inavyofanya, inatoka huku kichwani inashuka chini. Basi nimerudi nyumbani. Usiku huo nikalala usingizi. Na yale maumivu ya kwenye kifua nikaona yamepungua. Siku iliyofuata nikaenda tena. Nimefika hapo maumivu yale yakawa yameisha. Nilikuwa natembea yani kwa kuburuza hivi miguu kidogo, hatimaye nikawa navuta hatua. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Nafikiri watu wengi wameshangaa kweli nilikuwa siwezi hata kuchuchumaa kwa kwenda chini hivi. Lakini sasa ninaweza kama unavyoniona. Amen. Leo ni siku ya 3. Ninaendelea kuchuchumaa na kunyanyuka kwa urahisi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwili wangu nilikuwa naona ni mzito kama jiwe. Naam. Kwa kweli nilikuwa sina amani. Naam. Nikasema kwamba kwa Yesu kumbe kuna sehemu, ndio maana kuna mahali kwenye Biblia pameandikwa kwamba mtafuteni maadamu anapatikana. Lakini sasa yani mpaka wewe unaufahamu wa kujua kwamba ni mahali gani anapatikana Bwana Yesu. Haleluya. Mimi si mhubiri. Asante Baba. Haleluya. Mtafute Bwana amekuja na baiskeli mwenyewe. Alikuwa hawezi hata kuchuchumaa. Amesema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Nataka nikwambie hata jioni ya leo, hata mahali hapa, Yesu aliyetuinua tuliyekuwa matopeni yuko hapa akuinue na wewe, bila kujalisha uko wapi, bila kujalisha hali yako. Haleluya. Yashaka hao watoto mmejua wanavyokuja hapa wanasema tumebadilika. Wanajua nabii wa nyumbani haheshimiki. Hata mimi wakati mwingine nikienda nyumbani kwetu, basi majina, mimi Mbarikiwa jina limetokana na Kinyakyusa Nsajigwa. Sasa kule nyumbani tulikotokea ukifika tunasema Nsaji, Kiansaji.
yani hawawezi kujua kuna badiliko lolote. Pengine hata mawaziri na wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya wanaweza kukuita mheshimiwa, lakini ukienda nyumbani, kianzaji ulikirosi to ugwe, kianzaji wabuke kwa waganga, kianzaji umeenda kwa waganga. Lakini pamoja na hayo, tunaookoa sio sisi, anayeokoa ni Mungu. Yuko Sauli ambaye alipiga wanafunzi wa Yesu akiwemo Stefano, lakini bado iko siku Mungu alimtokea Sauli akamuokoa na akamfanya kuwa Paulo. Kwa hiyo mimi ninachokijua, nimewaambia vijana walioko hapa Mgandu hapa namba 4, nikasema namba 4 hapa, Mungu ana watu anaotaka kuwaokoa, Mungu ana watu anaotaka kuwaponya. Wala msiangalie wataongea nini, angalieni Mungu ana wazo gani. Yuko mtu hapa ninavyoongea wakati huu amechoka na mateso alionayo, amechoka na magonjwa alionayo, amehangaika kwa waganga, anafika mara anawaza kujinyonga. Amekuja kwenye mkutano huu anasema sijui, ngoja nikaone tu kinachoendelea. Nataka nikwambie leo ndio siku ya kuwaza ya mwisho ya kuwaza kujinyonga, kwa sababu kesi yako na jarada lako anachukua mdhamini wa kweli, anaitwa Yesu Kristo, na mateso hayo hautayaona tena katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nami kwa jina la Yesu, ugonjwa wowote kwenye tumbo lako ninakemea kwa damu ya Yesu aliye hai, na ubaki huru. Na leo ikawe mwanzo wa historia yako kuandikwa ya kwamba mateso yaliyonitesa miaka na mikaka yamekwisha, siku ambayo nilihudhuria mmoja mkutano ambao Yesu alituma neno lake ili liweze kuponya na kunitoa kwenye maangamizo. Haleluya! Kwani na uhakika pasipo na shaka, yuko mtu anayetamani kutoroka hii Mgandu, kutoroka hii na maana anasema shida zimezidi ama mahali ulipotokea. Nataka nikwambie usitoroke kwa jina la Yesu. Amekuja mdhamini wa kweli, mambo yatawezekana. Peke yako ulishindwa, katika yeye tumeweza. Na wewe amelituma neno hili ili tukutangazie ya kwamba hata wewe mambo yatawezekana. Haleluya! Unajua hiki tunachokihubiri, tunahubiri kitu ambacho kimefanyika kwenye maisha yetu. Maneno ninayotangaza ni yale yaliyoniponya. Na ashukuriwe Mungu, alisema wewe kahubiri yale tu yaliyokuponya. Kasome vitabu vile ambavyo vimekuponya, kawatangazie watu jinsi ulivyopona. Nina uhakika pasipo ya shaka, nilipiga injili ya wakina Robert wakaokoka, wakabadilika. Alikuwa na madeni kila kona. Robert sio huyu mnayemuona kwamba sio anakuja na kagari, mnasema pengine anakuja kututambishia. Alikuwa madeni matupu huyu, bila Yesu alikuwa madeni matupu. Hii ndoa yake mnayoiona mnasema Robert sio anatutambishia na mwanamke. Hii ndoa ilikuwa kila siku, kila mmoja anawaza achukua 50 zake. Kila siku, yani kila unapokwenda kwao unakuta kila mmoja ameshapanga mipango yake ya kuchukua 50 zake. Kwa hiyo akina Robert hawa bila Yesu angerudi hapa na mibangi ile aliyokuwa anapiga na kuja kuwaibia kuku na kuja kuwaibia kondoo vile vile. Nasema watu wa Mgandu na ndugu na jamaa, hebu tufike mahala, hata kama amekuwa Freemason, lakini sasa kule kuacha kuwadokorea kondoo si bora kuliko kuwa mlevi usio Freemason. Kwa sababu nasikia sasa hivi ukiwa mlevi sio Freemason, ukiwa malaya sio Freemason, ukiwa mwizi sio Freemason, ila ukiokoka ukavaa vizuri ndio Freemason. Hapana, umewaza vibaya. Freemason sio mkubwa kuliko shetani. Umalaya unaofanya ni shetani amekukalia. Bangi unazovuta ni shetani amekukalia. Hao Freemason ni waajiriwa wa shetani. Kwa hiyo wakati Robert ni Freemason, Ibrahimu ni Freemason, akina fulani ni Freemason, wewe ni shetani furu. Wewe ni shetani mwenyewe, kwa sababu wewe ndio umekaliwa na tabia za shetani mwenyewe. Sasa tusingetamani uwaze hayo, mtu wa Mungu. Moja ya kitu ambacho Waafrika tunashindwa kufanikiwa, kila anayefanikiwa tunasimama kinyume naye. Ameroga, ameiba, ameroga. Hapana mpendwa, hata wasioiba wako, hata wanaofanya kazi tu za kawaida wako, hata wanaojituma tu kwenye kazi wako. Inawezekana ulipokea Pentecost, ulipokea Assemblies, lakini Biblia inayosema mimi inasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Wote waliomcha, Daudi anasema katika Zaburi
ya kwamba nalikuwa kijana na sasa ni mzee. Sijawahi kuona mwenye yake ameachwa na uzao wake ukiomba chakula. Ukiona mshirika wa mlokole, mtoto wa mlokole matako yako nje, huyo sio mwenye haki, huyo ni mshambulizi. Kwa sababu wanaoongoza kwa umasikini na kuwa na madeni ni walokole, kwa sababu ya wingi wa michango kwenye makanisa. Ni michango tafikiri mangoma ya Tukuyu kwa Wanyakyusa wanayajua. Ni michango. Nataka nikwambie ulichopokea sio upende, sio Yesu Kristo. Umepokea assemblies. Ndio maana mambo yanakuendea vibaya. Ulichopokea umepokea ni Uislamu, ndio maana mambo yanakuendea vibaya. Ulichopokea umepokea ni Moravian, ndio maana mambo yanakuendea vibaya. Lakini yuko Mungu muumbaji ambaye alimuumba mwanadamu kwa sura yake, alimuumba mwanadamu kwa mfano wake. Usiku na mchana yeye anaangalia ni kwa jinsi gani atabadilisha maisha yako. Nataka nikwambie Mungu ninayemhubiri mahali hapa hapendi kukuona umehuzunika, hapendi kukuona umeinama, hapendi kukuona unalia. Nataka nikwambie hata kama kuna watu wanasherekea ukiumwa, lakini yeye aliyekuumba anasikitika. Asingependa kuone kwenye mateso hayo, asingependa kuone kwenye maumivu hayo. Inawezekana kuna watu wanasherekea ukifiwa, lakini nasema yeye aliyekuumba hapendi mabaya ya kupate. Katika Isaya 53 anasema mwenyewe aliyachukua masikitiko yetu, akachukua huzuni zetu, akachukua magonjwa yetu, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Huyo naye mtangaza na kumhubiri hapa, narudia tena, hapendi kukuona umeshika tama, hapendi kukuona umeinama, hapendi kukuona umechanganyikiwa. Ninakutangazia ameinua moyo wangu, ameinua ufahamu wangu, ameinua mwili wangu, amenituma na kunithibitishia ya kwamba kila mji nitakakokwenda, kila atakayesikiliza na kufungua moyo, itakuwa ni mwisho wa msiba wake. Piga kelele sana amen. Najua Mbarikiwa ni mwimbaji. Hebu sasa nimbe dhambi naua. Nimbe dhambi naua. Na baada ya hapo takuja kuhubiri. Kama itaanza kale nitembea sawa tu nitaimba hiyo, lakini kama dhambi naua na nawafungua mlango naweza nikaimba hizo. Sawa tu, ili ikiwezekana watu hawezi kufahamu namna mbalimbali ambazo Mungu amesaidia. Sasa ngoja nikaimbe. Peleka tu dhambi naua. Tutaimba hiyo kale nitembea kesho. Dhambi naua. Geza sauti kidogo mpaka mwisho.
ina tabia kuonyesha ni kama ina uwezo wa kumfanikisha mtu haraka sana. Lakini nadhani ni kwa sababu watu wengi hamjafahamu kuwa dhambi na kawaida ya kukujaza kama vile chula katikati ya barabara wakati wa usiku. Kweli ina uwezo wa kupromote haraka sana, lakini kumbe inakuandaa ili mlio wako usikike vizuri. Ghafla unapojiandaa kusherehekea sana mafanikio yako, na kama Biblia isemavyo, wadhanipo kuna amani, ndipo uharibifu wa jambo ghafla. Unasikia ghafla anakiuza, wanasema kuja mbuririro, alafu wanaanza kusema mwe jana tulikuwa naye mwe anyeri nitoa mwe, au wengine wanasema hey, mwacheni ameumwa sana mwe, mwacheni akapumzike. Na mafundi wa kuzika wanakuja, Bwana alitoa, Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Na kumbe Bwana alitoa, shetani ametoa, jina la Mungu lisikitike. Nataka nikwambie ndugu zako waliokufa wengi si kwa sababu, hebu niache hiyo. Ndugu zako wengi waliokufa si kwa sababu muda ulikuwa umefika, bali ni kwa sababu dhambi iliyoisha. Namba toa. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zako wengi waliokufa sio kwa sababu muda ulifika, bali ni kwa sababu ya dhambi. Dhambi itapunguza siku zako za kuishi. Tukana vyovyote utakavyotukana neno la Mungu,
lakini hujajua tu neno la Mungu lipo kwa ajili ya kukuongeza siku za kuishi. Tumemkimbilia Bwana kwa sababu kwingine kote kunatisha. Asikudanganye mtu akakwambia siku ilifika. Hapana. Vinginevyo kuabudu kwako kote ni bure. Biblia hiyo imeandika na kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Alimadamu unasema mimi kutenda dhambi ni kitu ambacho siwezi nikashinda, huwezi ukadumu siku nyingi katika dunia hii. Naomba nisomee katika kitabu cha Mithali sura 10, Mithali sura 10 mstari wa 27. Nihubiri kidogo, nitaimba tena, nihubiri kidogo, lakini nataka niwape maneno ya matumaini ya kwamba mbarikiwa huyu unayemwona, huyu mbarikiwa unayemwona hapa mbele yako ni mbarikiwa mbaya hata kuvaa kiatu miguuni hakuwahi kuvaa. Mara ya kwanza amevaa kiatu miguuni akiwa na miaka 13. Tena alivaa kiatu tofauti. Kimoja Puma, kingine Nike, kimoja size 5, kingine size 7. Kwa sababu kijiji nilikotokea hata kuona gari tu linapita mitaani haikuwa rahisi. Nasema ingia mtandaoni utaenda kuona. Nimepiga picha, tumeenda wiki moja iliyopita, lakini bado tangu tumeenda kule mpaka tunarudi hakuna gari iliyokwenda kupita katika maeneo yale. Wengine kula wali, nyie mnakula wali pengine kila jioni au kila sikukuu lazima ule wali. Lakini nataka nikwambie mbarikiwa unayemwona hapa, hata siku ya sikukuu tulikuwa tuwezi kula wali. Kwa Wanyakyusa waliotokea Tukuyu na Mbeya wanafahamu zamani kwa wazazi wote waliokuwa masikini, siku ya Krismasi walikuwa wanavunja mahindi mateke ndio wanayopika ili wadanganyishie watoto kwamba na nyie mmekula mahindi mapya. Lakini hata kula wali siku ya Krismasi halikuwa jambo rahisi. Miguu hii imepiga ruha chini tangu niko shuleni karibu mpaka darasa la 5 la 6 haijawahi kuvaa ndara. Maisha niliyokuwa nayo yalikuwa ya kaptula moja tu. Ukibadilisha kaptula moja umevaa kitenge. Nataka nikwambie Mungu haangalii wapi ulipo, anachoangalia moyo wako ukimgeukia. Historia yako inakwenda kubadilika. Nataka nikwambie jambo la pili, Mungu haangalii umeshindwa mambo mangapi ulivyowahi kujaribisha. Na wakati mwingine nimewahi kusema maneno haya ya kwamba kama umewahi kuhama sana dini, wewe sio kana kwamba unatafuta cheo. Inawezekana ulikuwa unatafuta suluhisho la kudumu. Watu wote unaowaona walikuja kupata suluhisho la kudumu katika Kristo Yesu, walitafuta huku na kule, baadaye wakaja kupata mwelekeo wa uhakika. Kama umewahi kuhama miji, pengine hapa Mgandu na namba 4 sio kwenu, pengine ni mhamiaji, inaonyesha wewe ni mpambanaji. Inaonyesha wewe hautaki mateso kama ulionayo. Inawezekana unaendesha bodaboda, unawahi usiku, unatoka usiku kupeleka abiria, unahatarisha mpaka maisha yako. Hiyo ni ishara kwamba hupendi maisha ulionayo, hupendi hali ulionayo. Nami nimekuletea habari za matumaini na kwamba kwa namna yoyote Biblia inasema bisheni nanyi mtafunguliwa, tafuteni nanyi mtaona, ombeni nanyi mtapewa. Majaribio yako yote ya kutaka ujinasue na ujikwamue kwenye kitanzu ulipokwama, kwenye maumivu uliokwama, nina uhakika pasipo na shaka ya kwamba peke yako hauwezi. Pamoja na mume wako hauwezi, pamoja na watoto wako hauwezi. Hata kama watoto wako wamemaliza chuo kikuu, bado hauwezi kubeba mzigo wako, kwa sababu hakuna wezaye kubeba mzigo wa mwenzake. Hakuna wezaye kubeba mzigo wa mwenzake. Yuko Yesu Kristo naye mhubiri hapa, yeye atabeba uchungu ulio kwenye moyo wako. Nataka nikwambie, mimi nayeongea na wewe hapa, ninaongea na roho yako. Mimi najua watu wanafahamu mambo machache kuliko yaliyoko moyoni mwako. Yaliyo moyoni mwako ni makubwa kuliko watu wanayoyajua. Watu hawajui mateso unayoteseka usiku. Watu hawajui jinsi watoto wako wanavyoteseka usiku. Watu hawajui jinsi watoto wako wanavyopiga makelele ya maruerue usiku. Watu hawajui tumbo linavyokukata usiku. Watu hawajui kichwa kinavyokukata usiku. Watu hawajui unavyotamani kufa na kujinyonga. Lakini nataka nikwambie, nimekuletea nuru ya kweli itakayomulika giza linaloangaisha usiku wako. Bwana anakwenda kugeuza usiku wako kuwa mchana. Piga kelele, sema amen.
Nataka nikwambie usiku na mchana uliumbwa na Jehova aliye hai. Hakuna mchana au usiku ulioumbwa na shetani. Kiasi kwamba wewe kila ukifika usiku ni wakati wa kujikojorea kwa sababu unazini na watu usio wajua. Nataka nikwambie nimekuletea suluhisho la kudumu. Yuko Mungu anayeweza kukomesha namna zozote za ndoto chafu, za kuviza, za kuota. Unazini ovyo ovyo, unaamka asubuhi umejichafukia ovyo ovyo. Maisha yao najua huyapendi, hata kama watu wanakuona ni mjanja huko mtaani. Hususan akina brother, oyo masera, oyo masera, oyo. Hebu nipigeni tano basi masera, oyo masera, oyo masera, oyo. Rafiki zangu ni mtaani tu mu masera. Humu ndo natujinsi ndo mnaonekana kana kwamba wa mjini, lakini usiku unaujua mwenyewe. Usiku unashinda umekojoa, unaamka asubuhi lichupi limechafuka, unasema mwe maisha haya mpaka lini? Ninasema hadharani ni kwa sababu maisha hayo tumeyapitia. Unasema maisha hayo hadi lini? Nikwambia hadi utakapoishiwa nguvu za kiume, hadi utakapokuwa na vidonda vya tumbo, hadi utakapokuwa na kisukari. Hakuna mganga anaweza kumtoa mganga mwenzie. Wanaokuroga ni waganga, unaenda kwa waganga wao. Hakuna mganga atakayetatua shida ulionayo. Yuko mganga wa kweli, jina lake anaitwa Yesu Kristo. Maidia wote huko tumepita. Akina mama wengi usiku huwa mnalala na lijitu ambalo hulijui, hutaki unalala nalo, upendi unalala nalo, linakushikashika na kufanya inavyotaka, unalala nao lakini upendi. Ni kwa sababu peke yako maisha uwezo kayabeba. Wewe kwa akili yako uwezo kayabeba. Ndio maana vindoa sasa hivi havieleweki. Ndio maana vijana sasa hivi unatamani hiki, unatamani kile, unachezewa usiku kucha. Kila ukiamuka wakati mwingine unakuta shingo limepinda. Unasema nililalia shingo. Kwani siku zingine unalalia nini mamdogo? Siku zote unalalia shingo, lakini siku nyingine unaamka macho anaangalia pembeni namna hii. Unasema nimelalia shingo usiku wa leo. Mpendwa, hata juzi ulilalia shingo, lakini Jehova alikulinda kwa neema yake. Nimekuletea Yesu ambaye utalalia mwili wako na hakuna kitakachokugusa. Yesu ambaye halali wala hasinzii. Huyo ndiye rafiki wa kweli, yu pekee na hakuna rafiki kama yeye. Mpenzi wako analala, mchumba wako analala, hani wako analala, sweet baby analala. Kwanza walikudanganya tu ni watu wa Itigi na watu wa Manyoni na watu wa Singida kwamba mume wako ni baby. Liongo, hilo sio ni baby, hilo ni msumari wako. Hilo ni msumari wako, hilo ni moto wako. Mkiwa mitaani baby mchumba wangu baby. Lakini hebu ona, ukikamata simu yake nayo inakwambia baby, unakuta inaita, kuna mwingine anakuambia kuna baby, mwingine unakuta vidonda vya tumbo, BP simekujia. Huyo sio baby wako, ni vichomi vyako. Walikudanganya tu ulipoangalia kwenye filamu za Kanumba. Ulipoangalia kwenye filamu za Kanumba, akasema sweet baby darling yo, akampokea na koti. Na wewe unatutambishia mitaani tunasema una mume anakupenda na kukatalia. Mume wako hakupendi, kachunguze vizuri kwenye simu yake, anao wengine 5 zaidi yako. Mke wako hakupendi, kachunguze vizuri kwenye simu yake, kachunguze vizuri marafiki zake wa zamani, na kuthibitishia hakuna anayeweza kukupenda peke yake. Yesu Kristo ndiye pendo la kweli. Na ndo maana watu ambao wajanja tuko huku tulipowahi na kumpata yeye, na tundo watu wetu tumejificha huko ndani, na wake zetu wamejificha huko ndani. Mpendo, ngoja nikwambie, inawezekana ulipokea Assemblies ndio umebaki na likitenge lile. Ukifika kanisani kila siku ni michango. Michango. Nyumba ya mchungaji michango. Nyumba ya askofu sadaka ya jimbo. Sadaka ya pikipiki. Pikipiki ya mchungaji. Siketi ya mama mchungaji. Ada ya watoto wa mchungaji. Sadaka ya jimbo. Sadaka ya taifa. Tunajenga shule ya taifa. Ndio maana milokole mmebaki madeni matupu. Tena masera najua wengi masera hamjaokoka. Ngoja niwaambie, msikopeshe walokole hawalipi.
Masera, najua wengi hamjaokoka. Oyo masera, oyo. Najua wengi hamjaokoka. Walokora au walipi kwa sababu kanisani kwenyewe tu anadaiwa. Kwenye kikundi anadaiwa. Sijui benki kata anadaiwa. Kila vikoba anadaiwa. Kila unakosikia wanakopesha anadaiwa. Kwa sababu mlokore anachojua vitashuka kutoka mbinguni. Walikudanganya. Havishuki kutoka mbinguni. Asiyefanya kazi na asile. Haijaandikwa asiyefanya kazi angojee kutoka mbinguni. Asiyefanya kazi na asile. Ulionja Assemblies umebaki na likitenge leo anasema kwa Yesu kuna majaribu, kumbe kila pesa unayopata mchango. Kila pesa unayopata sadaka, fungu la 10. Ngoja nikwambie, leo nimekuja kukufumbua macho, munichukie, munipende. Nataka nikwambie usitoe fungu la 10 kama nyumbani watoto hawajala. Usitoe fungu la 10 wala sadaka kama nyumbani wali mnatamani. Usibebe kila kuku unayemkuta unapeleka kwa mhubiri ili akale wakati watoto wanatamani. Ndio maana vitoto vya walokole vingi ni vichokorana, ni vizi, kwa sababu nyumbani mpaka maandazi vinatamani, lakini kwa mchungaji kule anakula maandazi mpaka vitoto vinatupa jararani. Nataka nikwambie Biblia inasema asiyewatunza wa nyumbani mwake ni mbaya kuliko asiyeamini. Biblia inasema ibada njema huanzia wapi? Ibada njema huanzia nyumbani. Kwa vyovyote vile katika ibada si tunatoa na sadaka? Katika ibada si tunatoa na sadaka? Sadaka njema inatakiwa ianzie wapi? Kwa hiyo nataka nikujulisha hakuna laana hata hapo umelaaniwa. Kwani hapo ndio umebarikiwa? Ona likitengo ulilovaa. Ona suruali uliovaa. Ona kiatu ulichovaa. Kwani hapo ndio umebarikiwa hapo? Haya, mimi sitoi kwa kulazimishwa. Mimi kanisani sitoi kwa kulazimishwa. Nilisema pale Mitundu na nasema tena, kuna siku moja ambapo jamaa mmoja alikuja, alitumwa na askofu mkuu kwamba akakusanya shilingi 50,000 kwa lazima. Akasema hapa toki mtu kiti kwa kiti 50,000. Nikasema mimi sitoi, mimi hela ya lazima sitoi. Sasa msipotoa hubarikiwi, utalaaniwa. Akasema afadhali mimi ambaye siyatoa nimebarikiwa kuliko ambaye mmetoa. Kwa sababu njia kuu ya kufilisika sasa hivi, ukiokoka unatoa hela baada ya miezi 3 huna kitu. Baada ya miezi 6 huna kitu. Sasa hivi walokole ndio mnaoongeza kuwa maskini. Mliona madeni hapa, kama kuna watu wanapanga hapa. Pangisha mlevi yoyote, pangisha Muislamu yoyote, atalipa kodi kwa wakati. Ukipangisha mlokole halipi kodi kwa wakati. Kwa sababu kila wakati, kila kona nadaiwa. Hiyo nakwambia ukweli. Mkopeshe nguo Muislamu mlevi atakulipa, ukikopesha mlokole imekula kwako. Kwa sababu walokole ni watu ambao wana dhiki kupindukia, wana shida kupindukia, wana mateso kupindukia. Nataka nikutangazie, Yesu naye mhubiri hapa hakuleta mateso na madeni kwa namna hiyo. Alileta nafuu na ahueni. Usijitoe kwa Mungu zaidi ya uwezo ulio nao. Yeye anataka utoe kwa namna unayoweza, sio zaidi ya unavyoweza. Ngoja nikufumbue macho. Nadhiri sio kule unakolazimishwa ahidi alafu Jumapili ijayo wanaanza kukuambia kwamba usikawie kutoa nadhiri yako. Nadhiri sio kulazimisha kuahidi. Nadhiri ni kukaa chini kwenye moyo wako mwenyewe na kusema, Bwana ukija kunitendea hiki nitakuja kukutolea hiki. Lakini kile ulicholazimisha na katibu kuahidi sio nadhiri. Kile ulicholazimisha na mzee wa kanisa kuahidi sio nadhiri. Ulicholazimisha na mhubiri kuahidi sio nadhiri. Ile ulilazimisha kama uzioni, rudi kwa katibu, rudi kwa mzee, rudi kwa mchungaji, kamwambie zile hela sina na sitoi na una cha kunifanya. Kwa sababu mpaka hapo umelaaniwa. Haya sasa wewe unaogopa hukumu ya Mungu. Unaogopa hukumu ya Mungu, unatoa kila kinachotolewa. Umebarikiwa nini? Ona likitenge uliovaa. Ona sendo ulilovaa. Umebarikiwa nini leo sasa? Ona likitengo leo limepauka, limechuja, likiatu kama ni blaza unakanyagia pembeni. Ndio unaimba njoo kwa Yesu kuna raha tele. Umekanyaga pembeni hivi. Ndio raha gani wakati unakanyaga miguu inakanyaga pembeni nusura iteguke? Nataka nikwambie maana ya Yesu sio hiyo. Yesu ni raha ambayo hata watu wakikuona sura yako wanasema kweli huyu ana raha. Piga kelele, sema amen. Haleluya. Mimi kila ninakopita nimekuleta Yesu mwenye huruma. Nimekuleta Yesu anayeweza kusababisha uwe na akili na watu wote wakasema kila wanaloweza kusema. Inawezekana hapa Mgandu akina Ibrahim akinunua watu pikipiki, mnasema ni Freemason, mtasema mchana, usiku mtalala, ndio kuna kucha. Kwa sababu kanisa letu tunapigia kelele watu wafanye sana kazi, wawe na kitu mfukoni ili wakihubiri wasije wakaonekana wana njaa ya kuombaomba sadaka kwa watu. Hayo mtasema. Mimi ninachosema
Kwa Yesu kutia huruma marufuku. Uwezo ukaokoka uliko kuli kuna tia huruma, umekuja kwa Yesu na kuna madeni kila kona. Kitenge ndo kile sio alikutangia shangazi yako yuko Manyoni. Si yuko Dar es Salaam, si mligawana siku alipokufa. Wewe saizi 32, yeye saizi 45, umetumbukia mule ndani, unaelea mule ndani. Unasema ndio kwa ye. Koti mabega yako hapa. Kitaifa alishona shangazi yako. Yeye ana saizi 48, wewe una saizi 32. Umevaa kitaifa chako unatembea ndio kwa Yesu. Wakati kimekuvaa utafikiri ni katuni cha kwenye maharage, kinafukuza ndege. Sijui huku ni kwenye nini ambako mnawekaga mikatuni ni vifukuze ndege. Kwenye nini? Kwa na ngedera, si ndio? Wewe jiangalie mwenyewe, pita na kwenye kioo ukajiangalia uliyebarikiwa sasa. Siwezi kuokoka. Waliookoka ni washamba. Hebu pita kwenye kioo ukajiangalie. Wewe jiangalie ulivyo. Utakuta wewe mwenyewe unajiogopa, utaki hata kuangalia mara mbili. Mimi sijui niliumbwaje. Sio kwamba uliumbwaje. Aina ya Mungu uliye naye ndiye ambayo inakufanya usionekane sawa sawa. Wewe ni mzuri tu hapo ulipo. Ni mlembo kuliko walembo, lakini nahitaji mzuri wa wazuri akae ndani yako. Haleluya! Kitu ambacho nataka ufahamu, usijiseme hujasoma, usijiseme una ndugu Dar es Salaam. Mimi nakumbuka siku ya kwanza naenda Dar es Salaam, mama yangu mzazi alilia. Akasema mbona Dar es Salaam huna ndugu? Mbona kule kinaweza kukupata chochote? Nani atakayekusaidia? Nikamwambia mama, ninaye Yesu wa Nazareth. Aliyenisaidia hapa ndiye atakayenisaidia kule. Kweli nikwambie mimi nyumbani kwetu, yani hapa ningekuwa na uhuru ningeuliza Wanyakyusa niwajue, wangekujua kule. Chakula tulichokuwa tunakula wakati huo, mimi tulikuja Tanzania mwaka 1989. Tukitokea nchini Zambia, baba alikuwa anachimba migodi kule. Tulikuta nyumba ambayo alijenga babu Mwakipesile mwenyewe. Alijenga mwaka 81, nyumba ya nyasi. Hebu piga hesabu, nyumba ya nyasi mnakuja kuikuta mwaka 89. Mvua ikinyesha tulikuwa tunasimama hivi mpaka mvua iishe, ndo tunaanza kufuta matope tulale pale chini. Tulikuwa tunalala kwenye matope. Zamani hizo kwa Wanyakyusa tulikuwa tunalalia kamba za ndizi. Hizo ndizi unazoziona hizo, majani hayo unayoyaona hayo, kuna vitu viwili hapo, vyote vinaweza vikatengeneza mkeka. Hizo majani hayo ya mbele, unatoa hayo majani ya pembeni, alafu kale katikati ndio unasuka. Tulikuwa tunaita urutefu. Au kamba hizi zinazoanguka huko pembeni, tulikuwa tunazikata, alafu bila kuichana tunaita ipuku. Sasa hayo mapuku na hizo ndefu ukitandika usiku, unapokuja asubuhi limegandia pale. Kesho utajua cha kulalia. Kesho utajua maisha yatakavyokwenda. Hapa nipo kukwambia, hapa mlipo sio kijijini. Hapa ulipo sio mahali pa kuishi sijui hautaweza. Nataka nikwambie hapa ulipo unaweza ukamiliki magari hapa ulipo. Au wakusema wachawi watasema mwanzoni, mwishoni watakuja wao wenyewe kuomba vibarua kwako. Watakuja wao wenyewe kuomba msaada kwako. Usiogope watu kukuita mchawi. Ndio tulivyo sisi wa Afrika. Kila anayepiga hatua sisi kwetu ni mchawi. Sasa wewe usio mchawi, si uendelee. Haleluya. Lakini nataka nikwambie hapa naongea inawezekana. Hayo maisha tutakuwa naishi, kukita asubuhi puku limeishia pale, basi kuna kucha chakula hapo ni ugali wa ndizi kinaitwa kinyangwa. Hizo ndizi unayoziona hizo unazikatakata, unaanika, unatwanga, unatokea unga. Ugali wake ni mweusi utafikiri mavi. Wanyakyusa wakiwepo hapa watakwambia ugali wake ni mweusi utafikiri mavi yaliyonyeshewa na mvua. Alafu huo ugali ndo unaenda kinywani. Hata uweke mboga za aina gani, unakuta tu ugali wenyewe unaenda kushoto, mboga zinaenda kulia. Mama anasema kuleni hivyo mnywage na maji, kikubwa musife. Hayo ndio maisha tulioishi. Tukikwepa tu hayo, basi tumekimbilia kwenye ugali wa miogo. Kwa Tukui tulikuwa tunaita nyungura. Manake shika huko nishike huko nivute ili nipate chochote kile, nyungura. Manake vuta. Afadhali nyie mnachanganya na mahindi, unasema tunadhiki. Wenzako hata mahindi ya kuchanganyia hatakuwa nayo. Mimi ndio niliyekuwa msagaji mkubwa kwenda mashineni kwenda kusaga. Siku tukibahatisha nilikuwa na saga ndonya 4 na nyumbani familia ni ya watu 7. Piga hesabu.
Wakati huo ndonya moja ilikuwa inauzwa 20 mpaka 50. Enzi hizo 94 93 pale nyuma. Ndonya moja shilingi 20 mpaka 50. Mara nyingi mahindi yakiadibika ndio ilikuwa inafika shilingi 50. Kwa unaenda kusaga ndonya 4. Nakumbuka nikienda walikuwa wananiamini mimi lazima niende kusaga kwa sababu zile mashine unavyosaga kabla mahindi yako hayajaingia unaenda kudaka lile nguo linaloteremsha mahindi ili udake na unga wa watu. Naambia wewe ameshaingiza mahindi yangu kule. Kumbu nataka udandie ikiwezekana mkarepo mahindi ugali leo jioni na kesho asubuhi. Nataka nikwambia hayo ndio maisha ambayo tumeishi. Nataka nikuonyeshe Mungu alikotuokota. Haleluya. Usije ukadhani kwamba pengine hawa waliokuwa wezi hapa kwenu namba 4 hawa waliokuwa walevi tu basi wenyewe ndio imetokea tu. Sijui kuna mfilimaso ni fulani mewafadhili. Hapana. Na kutangazia Yesu mfadhili wa kweli. Umewahi kupokea Assemblies haikubeba mizigo yako. Umewahi kwenda kwa nabii na mtume hakubeba mizigo yako. Lakini nakutangazia Yesu atakayebeba mizigo yako kama alivyobeba mizigo yetu. Haleluya. Haleluya. Amina sana. Kwa nikwambie mimi ndo ambaye nyumbani nilikuja kukomesha mama sile ugali wa ndizi na ugali wa miogo. Nikasema mama kwa Yesu huyu niliyempokea. Wakati huo nikaokoka mwaka 2000. Nilipookoka mama yangu hajawahi kushika hata 50,000. Mimi mama yangu amezaliwa mwaka 41. Mungu mwaka 2001 alikuwa na miaka 60. Hiyo miaka 60 hajawahi kushika 50,000 toka azaliwe. Can you imagine? Hebu fikiria wewe ni masikini wa wapi? Mama yangu miaka 60 hakuwahi kushika shilingi 50,000. Hapo kula wali, hii nyama ambayo nyinyi mnakula vituri vitatu vipisi vitatu. Alafu unajiita masikini. Unajiita sijui mimi maisha yatakuaje. Ndugu sisi tukibahatisha nyama ilikuwa ni kapisi kamoja. Kwa hiyo unapokula ugali unakazunguka tu ni kwenye mchuzi. Ukishiba ndo unakachukua unakaweka ili kasuze mdomo. Hayo ndo yalikuwa maisha yetu. Kula nyama ilikuwa ndoto za abunuasi na ndoto za mchana. Lakini Mungu amebadilisha historia. Mungu amegeuza tuliokuwa tunalia usiku na mchana. Leo tunacheka usiku na mchana. Anasema furaha ni wapayo hakuna kinachoweza kuondolea. Amani ni wapayo wana amani nyingi waipendao sheria yangu na wala hawana la kuwakwaza. Nimekuletea Yesu ambaye akituliza moyo hakuna kitakachoharibu moyo wako. Haleluya. 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 Watu wa namba 4 na kuthibitishia yuko Yesu ambaye ukifika tu anaanza kukudai michango na sadaka. Lakini nakuthibitisha yuko Yesu ambaye siku ukifika tu anaanza kudai magonjwa ulionayo, anaanza kudai mateso ulionayo, anaanza kudai maumivu ulionayo, anaanza kudai unyonge ulionao. Yesu aliyebadilisha maisha yetu ndiye Yesu ambaye nakutangazia jioni ya leo. Na maneno haya ndiyo Yesu, ndiyo kweli tena ni uzima. Maneno haya yamebadilisha historia zetu. Maneno haya yanaweza yakabadilisha maisha yako. Maneno haya yametuinua tuliokuwa tunalia. Maneno haya yanaweza yakakunyamazisha unayokuwa unalia. Nimekwambia tena na kuthibitishia peke yako hautaweza. Hata uzae mtoto wa pili hautaweza. Badilisha mganga hautaweza. Badilisha dini hautaweza. Tatizo sio dini tu ya aina gani, tatizo ni aina ya Mungu unayepokea. Unapokea Mungu ambaye mhubiri mwenyewe hapendi kulima, hapendi kazi. Yeye anachotaka kila siku, jamani ameunda wazee wa kanisa ya makatibu, jamani mchango wa mchungaji suti, mchango wa mchungaji kiatu, mchango wa mchungaji chakula cha mchungaji. Mchungaji anakula maharage tu. Wewe mwambie kwani si ndio tuliyekuita kwamba uanze kuwa mchungaji? Unakula maharage umeyataka wewe? Kwani sisi tulikuita hapo? Na utakuta sio wa namba 4 hapa alikotokea ni huko. Kwani mlimpelekea barua kwamba tunakuhitaji uje namba 4? Anachodai kwamba hajavaa suti. Kwani sisi ni maduka ya suti? Aende kwenye suti. Sisi tutatoa suti tukitaka. Sadaka utakiwa utoe ukiwa umeumia. Hebu ngoja niwaambie watu wa namba 4. Haleluya. Ngoja niwaambie mimi ninayeongea hapa niwahi kufanya biashara nikapata milioni 16. Walichukua zote watoa ubarikiwe. Hao ni waongo. Hakuna mtu ambaye anatoa ili abarikiwe. Tunatoa kwa kuwa tumebarikiwa. Toa ili ufilisike, mchungaji atajirike. Ndio maana yake. Ndio maana kwa asilimia kubwa wengi wenu nilikitenge tu kuputu na suruali tu kuputu. Ni suruali lipana, lakini unaona pengine mchungaji ndio kasuti anabadilisha. Leo kasuti haka,
Leo kakiatu kako ng'aa, leo kakiatu ka Mchina. Wewe unacho kile chape, unakanyaga pembeni. Unakanyaga pembeni. Wanakwambia baraka zako zinakwenda kukujia. Panda mbegu tena. Panda mbegu tena. Nimeona hakuna cha baraka. Mungu hataki utoe kwa kuwa unataka kubarikiwa. Toa kwa kuwa umebarikiwa. Katika vingi ulivyo navyo, toa vichache. Si wakatazi kutoa sadaka. Hata mimi ninatoa, lakini ni kwa kupenda. Mimi ni mchungaji, na kama ilivyoandikwa, mchungaji mwema hutoa uhai kwa ajili ya kondoo. Mimi nafanya kazi usiku na mchana. Hapa nilipo nina kamera na shoot. Nina studio ya kurekodi mpaka hapa ninayo. Kinanda tu kimechelewa, hata ungeniambia nikupigie muziki hapa ni kurekodi hapa na hako kanyimbo baki nako hapa ninabaki nako. Lakini bado mke wangu anafuga kuku, anafuga mibata, anashona, ana mashine za, anauza vitambaa, ana mashine za overlock, ana mashine za kugonga vifungo, analima bustani, ndio anafuga samaki. Sasa amechimba bwawa Chato, bwawa lenye mita 16 kwa 30, yani hapa mpaka kule la kufugia misamaki 6,000. Piga hesabu samaki 6,000 mara 5,500. Shilingi ngapi? Milioni 60, 70 ngapi huko mbele. Kwa sasa kwani sisi ndio tuna dhambi sasa? Tukifanya kazi kwa mikono ndio tuna dhambi? Hapana. Tukihubiri watu wafanye kazi wale vya kwao wenyewe ni dhambi? Hivi Biblia ikusema Paulo hakutumia pesa zake kwa ajili yake na kwa ajili ya watu wengine? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana unaona washirika tunawaambia kwanza upendeze wewe ndipo utoe pesa kanisani. Kwanza watoto wapendeze ndipo utoe pesa kanisani. Hivi sasa hivi nimeagiza mpaka Ibrahim, najua una jiko la gesi, si ndio? Hapa nimeagiza ni nchi nzima lazima wawe na majiko ya gesi. Lazima, kwa sababu unapuliza kuni mpaka utafikiri wanaanza kukuita mchawi, kumbe sio mchawi. Hebu siku zingine kaweko kakitu tu kanalia taa kama hivi haraka. Sijajua niliagiza pia muwe na pressure cooker. Hicho kitu lazima uwe nacho. Maharage yanaiva ndani ya dakika 20. Ununua hayo. Ili kama watasema mchawi, wajue uchawi unatoka wapi. Wajue uchawi unatoka Mbeya. Mimi ndio ninayeagiza. Kazi mnazofanya lazima ziwafanye muishi kwa raha. Sihitaji fungu lako la 10 kabla wewe hujaishi vizuri. Sihitaji sadaka yako kabla wewe hujaishi vizuri. Na sembuse ukichelewa mimi mwenyewe nikiwa navyo, kwa sababu Biblia inasema shindanieni imani. Kwani wa kutoa ni washirika peke yake? Wewe ukoona Yesu aliwalisha mikate washirika? Wewe ukoona Paulo aliwapa nguo vitu? Mimi ndio maana pamoja na uchungaji wangu mimi najinyima na kula maharage na vaa nguo za kawaida. Usidhani kwani tunavaa nguo hizi. Tunavaa hivi zipande budget hiyo. Suti kununua shilingi 60,000 kwenda juu. 100,000 kwenda juu. Huyu kijana ni mmoja wa wauzaji. 100,000 kwenda juu. Kwenda kufua mpaka ukafue mashineni. Kukauka kazi ngumu. Hii kitambaa 7,500. Mita 3 7,500, moja 2,500. Ikishonwa fundi 10,000, 15,000. Tunaweza tukabalansiana ukampiga 10,000. Tayari 17,500. Nimekupigia kaunda suti. Umeelewa? Nimependeza kuliko aliye na suti kwa sababu nina bwana ndani. Lakini ni suti utakuta 80,000. Baada ya siku 3 limechakaa, limepauka. Unasema mbona mnavaa mabuti? Ni bana bajeti haya. Baba. Ni ili tusihubiri sadaka, ni bana bajeti haya. Haya tangu ninunue mwaka jana hayajachanika. Lakini ningekuja na kamchina hapa nikienda tu mara 2 mara 3 kamechanika tayari Jumapili mchango kanisani. Jamani mchungaji kiatu kimechanika. Lakini kwa sasa hivi kwa hili bana bajeti nipite kwenye mavumbi lenyewe hali jambo. Nikanyage chini hali jambo. Kwenye matope hali jambo. Ukija kanisani hakuna cha mchango, tunasema tu Bwana anataka magonjwa yako. Bwana anataka maumivu yako. Bwana anataka uchungu wako. Bwana anataka mateso yako. Bwana anataka shida zako. Mbona hili kanisa hawachangishi? Anza kwanza mateso ya kutoke. Ukishapona yale magonjwa ambayo ulikuwa unatoa malaki hospitalini, magonjwa yale yakatoka, utaanza kusema Bwana, hizi pesa kisukari kilichokuwa kinanitesa, ningeenda kutoa 100,000 hospitalini, ningeenda kutoa 1,000,000 hospitalini. Hapa sioni ajabu. Hebu nimtolee Bwana kwa kumshukuru shilingi 5,000, shilingi 10,000. Hiyo ndio sadaka anayoitaka Jehova. Haleluya. Haleluya. Hebu nisome andiko moja hapa. Soma andiko moja. Soma kwanza Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8.
Timotheo wa kwanza sura 5 mstari wa 8. Naweza kujulisha mzee akasema alikuja kutukana matusi, alikuwa somi hata Biblia. Hapana, nimekuja kukufungua akili. Hata mimi mwenyewe nilikuwa na milioni 16 walichukua zote watoa ubarikiwe. Zote brother. Nilibaki tu nalisuruali na mimi wakati huo na misuruali ile mipana ya Pentecost ile. Chini size 22, paja 30. Likiatu linafunika mpaka sori yote kanaonekana mbele tu hapa. Wakanipuna hela zote, alafu ukiwa na lisuruali lipana una hela. Tunatia huruma. Unakuta tu nikamguu kako katikati ya suruali mpaka ieleweke kile mti kinatembea au ni mtu. Kumbe ni shida zimekuzidi. Panga pangua, nenda mjini watoa ubarikiwe, zitakuisha tu. Hatutoi ili tubarikiwe, tunatoa kwa tumebarikiwa. Hebu soma. Usome andiko hilo. Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8. Lakini mtu yeyote asiyotunza walio wake. Sogea hapa. Lakini mtu yeyote asiyotunza walio wake. Yaani wale wa nyumbani mwake. Wa nyumbani mwake hasa. Ameikana imani. Tena ni mbaya kuliko mtu asiyeamini. Asiyewatunza wa nyumbani mwake ni mbaya kuliko asiyeamini. Ninamaanisha hivi, wewe kwenda kutoa kuku kwa mchungaji wakati vitoto vinatamani na utumbo ni dhambi. Ndio Biblia inavyosema. Wewe kwenda kutoa mihera mingi wakati vitoto matako yako nje. Yako nje vinatema sema mama ana akili, baba ana akili, pesa zote wanatoa kanisani, pesa zote wanatoa kwa mchungaji. Mama ana akili, baba ana akili. Wamefilisika kila kitu, pesa zote wanatoa kanisani. Nataka nikwambie ni dhambi. Mtoto kuvaa kiatu limeachama mbele, laba imeachama utafikiri kambale limekufa kwa sumu, ni dhambi. Tunza kwanza wa nyumbani mwako. Ibada njema ianzie nyumbani mwako. Tunza kwanza walio wa nyumbani mwako. Hiyo ndio sadaka njema. Haya sio matusi. Najua mpo wazee wa kanisa hapa na makatibu mnanuna ni midomo tafikiri umengatwa na nyigu. Wewe toa sasa tukuone kama utabarikiwa. Kweli baba, kweli hawatoaje. Najua hapa kama mpo wazee wa kanisa na wachungaji umenuna ni mdomo tafikiri umengatwa na nyigu. Unasema yani huyu anatuingiza hasara. Na kuingiza hasara kama ulivyoingiza hasara watu wa Mungu. Wewe uone vitenge wanavyovaa, kitenge kile anavaa, utafikiri amekiokota kwenye jarara, amejifunika mpaka kichwani. Sema mwe huyu haumwa hata mafua. Kitenge kimechakaa, suruali limechakaa, amevaa kina suruali tu lipana limepauka. Limepauka hata kunyosha alinyosheki. Utafikiri imetoka kwenye kinywa cha ng'ombe. Alafu nasema huyu mchungaji amekuja kutuingiza hasara. Nimekuja kuingiza hasara kama ulivyoingiza hasara watu wa Mungu. Ngoja niwaambie watu wa Mgandu na watu wa namba 4. Usione kwa nini mnadharau wokovu, kwa sababu waliookoka hakuna chochote cha maana wanachokifanya. Hiyo ndio sababu namba 1. Sikudanganye mtu. Hakuna mtu ambaye kitu chema na kikataa. Hata wakina Ibrahimu mkiona wanapiga hatua mnasema inawezekana wanabahatisha. Ngoja tuwasubiri kwanza tuone kama wataendelea hivyo. Ni kwa sababu hamjaona walokole wenye nafuu. Kila anapokoka kama alikuwa na kaduka unakuta kanafilisika. Nilisema pale Mitundu na nasema tena. Ukiona duka limejaa ujue sio la mlokole. Ukiokoka tu etu. Yaani maduka ya walokole unakuta liko wazi. Kama lilijaa baada ya muda unakuta halina kitu. Hela zote kila kienda kanisani. Amekuja mhubiri kutoka Manyoni. Amejua wamevuna tumbaku au mahindi. Akishajua tu mmevuna kichwa cha somo kutoa. Mimi nawaambia mahindi mlioweka garani, Mungu anasema kapige mnada nusu ya mahindi yako ili Bwana aweze kukubariki na kukujazia. Mungu wewe toka wanze kupiga mnada, nini kimewahi kutokea? Umezidi kufilisika. Na anataka upige mnada nusu ya mahindi au robo, kwa sababu si anajua Jumapili tena atahubiri, utaongeza ile robo iliyobaki. Anajua tena wiki mkutano mwingine mtamwalika yeye mwenyewe, utakuja kumalizia ile nusu. Unakuta milokole si mnavuna mahindi mwezi wangapi? Watano wa 6. Unakuta watano wa 6 amevuna mahindi, wa 8 wa 9 na tamani na ugali. Ameishiwa mahindi yote, wa 8 na wa 9 wa 10
anatamani ugali mpaka mwaka kesho. Kila pesa iliyopatikana aliuza mahindi akatoe kanisani. Ikemo wagwetu fungu la 10. Sadaka ya jengo jamani, sadaka ya jengo. Na ili wawapate wanawashindanisha kijiji cha Mitundu, wapite mbele watoe. Kijiji cha Mitundu. Mumebeba na mahindi yenu na mbuzi zenu. Kumbe wamewagonganisha kwa sababu vita vya panzi, furaha ya kunguru. Mitundu. Kumbe furaha ya kunguru. Nataka nikujulishe mtu wa Mungu, Mungu asingependa wewe ufilisike, wahubiri watajirike. Yesu hakuja ili kutufirisi, ili kutajirisha wahubiri. Anasema nalifanyika masikini ili ninyi muwe matajiri. Haleluya. Na anasema mchungaji mwema hutoa uhai kwa ajili ya kondoo. Sio mchungaji mwema hupata kitambi kupitia kondoo. Sio mchungaji mwema hupata utajiri kupitia kondoo. Mimi nimekwambia, mimi hapa nilipo nimejenga nyumba Mbeya ya vyumba 6, ina umeme, ina ceiling board, ina marumaru, nimewapa washirika wanakaa bure. Nimejenga nyumba Dodoma, ina vyumba 4, nimewapa washirika wanakaa bure. Ni mtu alijitolea nyumba Dar es Salaam, ina vyumba zaidi ya 6 na madarasa 3, nimewapa washirika wanakaa bure. Sasa hapo kwa nini nina dhambi? Hapo sitimizi maandiko yanasema mchungaji mwema hutoa uhai kwa ajili ya kondoo. Hapo unatimiza. Haya, hawa kina Ibrahimu nao wasema hawa. Huyu ningemwacha hapa Mgando hapa. Ningemwacha hapa alipookoka, asingesimama. Alisafirishwa kwa gharama zangu, alienda kuishi kwa gharama zangu mpaka nipo na mipombe imekata, ndipo nikasema nenda utayaweza maisha yako. Waliokuja kuhubiri ni hawa, lakini gharama kwa asilimia kubwa mimi ndo niliyetoa, za safari ya kuja, safari ya kwenda, safari ya kurudi, na chakula. Alikuwa naishi kanisani huyu mpaka mipombe ilipokata kichwani mwake, ndipo nikasema rudi Singida sasa utayaweza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hawa kina Majaliwa hawa alijaribu peke yake hakuweza, mpaka alipokuja Mbeya tukamweka mahali fulani, akala kwa gharama zetu, akaishi kwa gharama zetu. Leo namuona sura yake, zamani kutafikiri chatu usoni, lakini leo nakaona sura yake kameng'aa sawa sawa. Haleluya. Lakini kama hiyo haitoshi, huyu kijana mnayemuona amekaa hapo tafikiri afisa elimu. Au amekaa hapo tafikiri mbunge. Huyu kijana amekunywa pombe mpaka mke wake amekata tamaa. Na hapa wanasema hawezi kuja kuacha tena. Lakini watoto wamekata tamaa, lakini alivyokubali kwamba amatena na mimi nimemsafirisha toka Mbeya mpaka hapa kwa gharama zangu na ale kwa gharama zangu, ili tu nimtenganishe na marafiki wanaomfanya anywe mipombe. Amen. Na najua mpaka wiki 3 nazozunguka hii mikoa ya Singida, Morogoro na Dar es Salaam, lazima mitamaa ya pombe na mikiu itakuwa imekwisha. Sasa mimi ninachokuambia hivi, kweli hiyo ndo dhambi? Kweli hiyo ndo dhambi? Kutumia pesa ili kuokoa maisha ya mtu sio dhambi. Na huwa ninawaambia watoto wangu, ninajaribu kuwafanyia hivi ili na nyie muweze kusaidia watu wengine. Haleluya. Na ndio maana nasikiaga vizuri nikiona mnashikana mkono, huyu anamsaidia mwenzake hiki, huyu anamsaidia mwenzake hiki, huyu anamsaidia mwenzake hiki. Nasema watoto wangu, kweli mnanifuata kama baba yenu ninavyoishi, kwa sababu wao wanajua mimi naishi kwenye kanyumba ambako kameezekwa hivi. Kameezekwa hivi. Utafikiri kichanja. Utafikiri kichanja cha kuanikia vyombo kanisani ninapoishi. Lakini nyumba niliyojenga mita 10 kutoka kanisa, mita 100 kutoka kanisa lilipo, ni nyumba nimeezeka msauzi. Nimeweka marumaru, nimeweka umeme, nimeweka ceiling board, alafu nimewapa washirika wakae bure. Hiyo ndio maana mchungaji mwema hutoa uhai kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kondoo. Huyo mtu hata akija kutoa sadaka kushukuru Mungu, kwa sababu Mbeya mjini kupanga nyumba ni gharama. Dodoma kupanga nyumba ni gharama. Dar es Salaam kupanga nyumba ni gharama. Mimi niliona kuna watu wanataka kusimama na Mungu, lakini shida ni nyumba za kupanga na kodi. Kama Dar es Salaam lazima ulipe miezi 6. Utakuta chumba kimoja 70,000 na lazima ulipe miezi 6. Una watoto na familia, unahitaji vyumba 2 vitatu. Utakuta miezi 6 ni 1.5 milioni. Wewe hapo ulipo hata mchere unatamani, hata 5,000 mfukoni unatamani. Unaonaje akijitokeza mtu akajenga nyumba ukae? Bila shaka utasema Mungu yuko. Bila shaka utasema Mungu ni wa huruma.
Yesu alisema tendeni mema kama ninavyowatendea mema nyinyi. Na alikadhalika mwalimu mzuri ni yule anayefundisha kwa vitendo. Hapa ninachotaka niongee ambacho nimeongea kwa muda wote watu wa Mitundu, watu wa namba 4, ni kwamba Mungu anaweza akabadili maisha yako. Amen. Mungu anaweza akakokota. Mungu anaweza akabadilisha unyonge ulio nao. Mungu anaweza akakutoa kwenye uchungu ulio nao. Hajawahi kushindwa, wote waliomkimbilia wakawa salama. Nimekusemea pale mwanzo kwamba Daudi alisema, nalikuwa kijana na sasa ni mzee. Sijawahi kuona mwenye haki ameachwa na uzao wake ukiomba chakula. Maaskofu wanaachwa, wachungaji wanaachwa, wainjilisti wanaachwa, wazee wa kanisa wanaachwa, lakini mwenye haki haachwi. Wa Pentekoste wanaachwa, wa EAGT wanaachwa, wa TAG wanaachwa, wa Assemblies wanaachwa, wa Full Gospel wanaachwa, kikosi kazi wanaachwa, lakini mwenye haki haachwi. Mwenye haki haachwi, wala uzao wake hauombi chakula. Watoto wako hawataenda Manyoni kufanya kazi za uyaya, wala hawataenda Dar es Salaam kwenda kunyanyaswa na shangazi zao ama ndugu zao. Na kuhakikishia kabisa, tena kwa mimi, mtu yote akiokoka tukaambatana na mimi, ni marufuku mtoto wake kwenda kufanya kazi za ndani kwa mtu. Ni marufuku mtoto wake kwenda kuishi kwa mtu. Kwa nini watoto wako wanyanyasike wakati wewe ni kivuli cha watu? Kumkimbilia Bwana ni mwanzo wa maarifa. Hebu fika mahali watoto wako wajisikie vizuri kwa wewe ndio mama yao. Ifike mahali watoto wako wajisikie vizuri kuita wewe ndio baba yao. Waliingie wewe kuwa baba yao. Mbona na sisi tumezaa watoto wa kimwili, tumezaa watoto wa kiroho. Mimi na katoto kangu haka kana miaka 11 hapo napokaona. Ila kwa sababu kako peke yake, baba yake ameangalia kwake, mama yake kaangalia kwake. Hapa kameshamaliza darasa la 7. Miaka 11 darasa la 7. Tena international schools za Kiingereza. Hapa kana charaza Kiingereza mpaka mimi najificha chooni ili nisije nikaaibika tukianza kuongea. Kana charaza Kiingereza. Yaani katika yoyote kakiniona kanasema baba yangu. Hapa kalipo akawezi kwenda kuishi kwa mtu yoyote, kwa sababu kanajiona kana fahari kuzaliwa na baba kama mimi. Kanajiona kana fahari kuzaliwa na mama kama yule. Mpendo, mke wangu huyu alikuwa na vidonda vya tumbo huyu. Huyu mke wangu alikuwa anatumia miwani huyu. Huyu mke wangu miguu ilikuwa inawaka moto huyu. Huyu mke wangu maisha yake alikuwa ya nyanya chungu tu. Alikuwa anakula nyanya chungu tu kwenye maisha yao. Yesu na mboga za magimbi, majani ya magimbi yanaitwa liombo kwa Wanyakyusa. Nataka mfahamu, sisi hatujazaliwa hivi mnavyotuona leo hapa namba 4. Ni Yesu tu aliyetusafisha pua hizi na sura hizi na macho haya, tuko hivi tunavyoonekana. Tunahubiri maneno haya kwa huruma. Mimi nataka nikwambie watoto wako kwanza kwenda Manyoni kwa shangazi hata ambaye hawajui hata kuwajua. Hawajui wanafika na sarufeti begi. Nimetoka, mama amesema kuna shangazi yangu hapa. Mpendo, unadhalilisha, unatesa watoto. Unanyanyasa watoto. Kwa nini watoto wawe wanaenda kwa shangazi na wajomba, mwisho wa siku anaiba shilingi 200 tu mjomba, shangazi anamchoma mikono yake kwenye moto. Hiyo yote ni kwa sababu ulilazimisha mtoto aende kwa shangazi, aende kwa ndugu ambaye ndugu hayuko tayari. Mpenda, ngoja nikwambie, kipindi hiki ni cha Samia, kila kitu kimepanda. Mafuta yamepanda, nauli zimepanda, kodi za nyumba zimepanda. Hapa kumtumia mtoto wako unamtumia matatizo. Pambana na hali yako. Hakuna mtu wa kukutunzia familia yako sasa hivi. Sasa hivi ni nyakati za Samia, vyuma vimekaza kuliko wakati wa Magufuli. Hiyo ndio uweze kuelewa. Haleluya. 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 Hapa tumekuja kukuletea Yesu, manake njia rahisi ya kuendesha maisha. Yesu alisema mimi ni njia ya kweli tena ni uzima. Alisema mtaifahamu kweli nayo itaweka huru. Ukisikia ni njia ya kweli tena ni uzima, manake ni njia ambayo utakapoijua itakufanya uwe huru. Haleluya. Haleluya. Nataka hapa Mgandu watu wajivunie wewe. Ibrahim, nataka watu wajivunie wewe. Usiogope kama watatukana siku 2-3. Kwa Yesu hatujawahi kuaibika. Juzi tumeenda na kina Robati kule Kasanga kwetu Ndembera, ambako waliwahi kutukana kwamba mimi ni Freemason. Lakini nilipofika kule juzi wakasema amekuja mtu
aliyetutangaza kote duniani, aishio mundu jatunosishe, aliyetufanya dunia nzima inatambua kuna Majombo Primary School, kuna Kasanga. Anasema alivyoimba wimbo Magufuli nenda, Shujaa nenda, dunia nzima ilisimama. Alivyoimba dhambi naua, dunia ilisimama. Alivyoimba kazi yangu ikisha na kale nilitembea, dunia ilisimama. Lakini nataka nikwambie, sisi hatukuwa wa kuimba nyimbo kama hizo. Kinachofanya nyimbo hizo zisikike ni kwa sababu maisha yetu yanafuatana nasi. Mimi kinachonibeba ni ushuhuda wangu. Haya ninayosema, hata univizie kwa siri, utaona ndo ninavyoishi. Nikikwambia kwa Yesu tunapona, kweli tumepona. Nikikwambia kwa Yesu tunapata akili, kweli nimekuwa na akili. Nikikwambia kwa Yesu mioyo inatulia, kweli tunatulia. Nikikwambia kwa Yesu tunasahau kulala na majini usiku, majini mahaba tunasahau. Lakini wewe mwenzangu, mpaka unatamani uhame hapa Mitundu, hapa namba 4, unatamani uhame kwa sababu kila ukilala kukicha asubuhi umeshajikojolea. Wengine mnakojoa kabisa mpaka mkojo unaota huko msituni, unakojoa kumbe ndo huko kitandani. Ngoja niwaambie, pamoja na uzee huo mnafichiana siri tu ndani, lakini mara nyingi pamoja na miaka na watoto ulionao, lakini usiku huwa unakojoa. Mpo wengi mnakojoa, lakini upendi hayo ya kutokee. Upendi hayo ya kutokee ni kwa sababu peke yako hauwezi ukajilinda wewe. Usihame Mitundu, hamia kwa Yesu. Usihame namba 4, hamia kwa Yesu. Hata walioko Manyoni wanalia. Ingia kwenye mitandao, hapa tuko Facebook live. Wako watu wako Manyoni wanasema, mchungaji usiishie Mgandu, usiishie namba 4, usiishie Mitundu, njoo hata Manyoni, njoo hata Singida mjini, njoo hata Dar es Salaam. Nataka nikwambia hakuna nchi utakayokwenda ambako mambo yatatulia. Ingia kwenye mtandao sasa hivi, search Kikosi Kazi. Wako watu wanaangalia sasa hivi, wako Marekani, wako Australia, wako Canada. Wanasema, mchungaji, Yesu unayemhubiri ndiye dawa ya mioyo yetu. Yesu unayemhubiri ndiye tulizo la fahamu zetu. Yesu unayemhubiri ndiye uponyaji wa miili yetu na maisha yetu. Wako Marekani, lakini wanaumwa magonjwa kila namna. Nataka nikutangazie, hakuna daktari wa kweli zaidi ya Yesu Kristo. Wako watu wamekwenda India, yamerudi majeneza. Wako watu wamekwenda Muhimbili, yamerudi majeneza. Leo hii nakutangazia Yesu ambaye hawezi akakutoa mawindo, kama Daudi anavyosema ya kwamba yeye Bwana asiyeweza kututoa mawindo kwa meno yao. Yeye ambaye hawezi akakuacha watesi wako wakasherehekea katika mwili wako. Yeye hawezi akaacha mwili wako ukakaliwa na kifua kikuu, mwili wako ukakaliwa na pressure, mwili wako ukakaliwa na shinikizo la damu, mwili wako kakaliwa na vidonda vya tumbo. Na kuhubiria Yesu ambaye atafukuza vidonda vya tumbo kama paka anavyofukuza panya wakiingia ndani ya nyumba. Nataka nikutangazie Yesu ninayemhubiri hapa. Ukisema tu karibu ndani yako, ndani yangu Bwana, ni tayari paka ameingia kuweza kuwatimua panya wote walioweka viota ndani yako, walioweka viota kwenye matumbo yako, walioweka viota kwenye macho yako. Mwingine hata macho sasa hivi hauoni sawa sawa, ni kwa sababu kwenye macho yako kuna panya wameweka viota, wamekunya mavi kwenye macho yako, wamekunya mavi kwenye utumbo wako, wamekunya mavi kwenye kichwa chako. Na ndio maana kila mara kichwa kinakuuma, unasema si tatizo ni jua au tatizo ni hali ya hewa. Nataka nikwambie Yesu anayemhubiri hapa alimwambia Joshua ya kwamba kila mji utakao kanyaga nitakupa kuwa ni mali yako. Hakuna kitu chochote kitakachokudhuru, hakuna maji wala sumu itakayokudhuru imara utategwa katika mazingira ambayo haujajua. Ninakuhubiria Yesu asiyelala, ninakuhubiria Yesu asiyesinzia, ninakuhubiria Yesu anayekupenda kuliko mama yako, anayekupenda kuliko mume wako, anayekupenda kuliko dada zako, anayekupenda kuliko serikali yako. Serikali inalala, dada zako wanalala, shangazi zako wanalala, ndugu zako wanalala, lakini mwanaume halali. Chochote kitakachokaribia ili kikutese, yeye atakitesa kwa niaba yako. Yeye ni paka wa panya wadogo wanaotawala kwenye mbavu zako. Mbavu zako unashindwa kuhema sawa sawa kwa sababu
panya wa shetani wamekalia mbavu zako, wanatitia kwenye mbavu zako. Utumbo wako umejaa vidonda vya tumbo, eti maharage siri, eti nyama ya miguu minne siri. Kwenda nikwambie wewe unamisi vitu vingi wewe. Mwaruhusu Yesu akae ndani yako, uanze kuswapula kila kitu, na kila utakachokula kiweze kitengeneze sura yako, kiweze kukuweka sawa sawa. Maandiko yanasema Bwana asipoulinda mji akeshaye afanya kazi bure. Nimekuletea Bwana ambaye halali wala sinzii. Nimekuletea Bwana ambaye Biblia inasema ameachungulia mateso yako toka mahali pa juu pake. Ameona mtu aliyehukumiwa kifo, naye amekuja abadilishe kifo chako. Usiwaze kujinyonga mwanangu, usiwaze kujinyonga mama yangu, usiwaze kujinyonga kijana, usiwaze kutoroka mitundu. Hebu torokea kwa Yesu. Hata ukitorokea mitundu, usiwaze kutoroka namba 4. Hata ukitorokea mitundu, tumeenda mitundu ndio tulipotoka jana na juzi. Walioko mitundu unasema napo hapa vyuma vimekaza. Ukiwaza kutorokea Dar es Salaam ndio jua limekaza, foreni zimekaza, ukifika madalali watakudararia, utabaki huna chochote. Kila mahali vyuma vimekaza. Yesu tu ndiye kirainisho cha kweli. Nimekuletea kitu kilichorainisha maisha yetu ili kiweze kulainisha maisha yako. Watu wa namba 4, haleluya. Watu wa namba 4, haleluya. Ngoja nikwambie ninapomalizia, mimi nina uhakika kwamba mnasikiliza vizuri na mnayapenda, na nina taarifa kwamba wengi wenu mlisema kama kweli Mbarikiwa atakuja hapa basi kuokoka tutaokoka. Nina uhakika kabisa hata usipopita mbele lakini roho yako itaokoka. Hata usipokuja hapa roho yako itaokoka, kwa sababu utaona maneno unayosikia yanaanza kuingiza changamko ndani yako. Unaanza kuona hata kama leo sitaokoka, lakini naona maneno haya nikiyakaribia haya, habari hizi nikiziendea hizo, kweli hazitaniweka kama wa Pentekosti wengine. Nataka nikwambia hapa sijaleta kanisa la Pentekosti wala sijaleta kikosi kazi. Hapa nimekuletea Yesu ambaye akiingia ndani yako hakuna kinachokunyanyasa kitakachoendelea kukunyanyasa. Hakuna kansa inayokunyanyasa itaendelea kukunyanyasa. Hakuna pumu inayokunyanyasa itaendelea kukunyanyasa. Hakuna vidonda vya tumbo vinakunyanyasa vitaendelea kunyanyasa. Hakuna wachawi wanaokunyanyasa wataendelea kukunyanyasa. Wewe nikwambie, nimesikia mmesifika sana. Wamesifika sana hapa, kama sio wewe basi wengine. Hata ukichukia hapa ni piga nikupige. Hata ukichukia, nimesikia kwamba yani kwa sababu sasa kazi hamuna, basi kazi ni ya kurogana tu. Mpaka kijiji kimoja hapo walihama, watu walikimbia kwa sababu ya kurogana. Mimi ngoja nikwambie, Yesu ambaye nakuhubiria hapa, hata walogavyo, mshale watakayorusha itageuka kwenye maisha yao wenyewe. Usiwaze kuhama namba 4 kwa sababu ya mama yule mzee. Hata wewe utazeeka. Usidhani kila mzee ni mchawi. Hata wewe utazeeka. Hata kama ni mchawi, Bwana amesema wapendeni adui zenu, waombeeni mema wanaowaudhi. Usiwaze kuhama kwa sababu ya uchawi. Kama uchawi uko hapa, yuko mchawi wa wachawi ambaye akikaa ndani yako hakuna uchawi wala uganga juu ya Israeli. Haleluya! Hakuna uchawi wala uganga. Usizani hatujui. Tumekuja kwenye maeneo haya, tunajua tu kabisa kuna wazee wa mji ambao wenyewe hawataki hata Yesu atajwe hapa. Wenyewe hawataki, wasema vitoto vidogo hivi vitaongea nini. Ngoja nikwambie, tunamwongelea Yesu ambaye ni kiboko cha mganga uliyekwenda ili uende kuchukua madawa kusaidie kupona magonjwa yako. Na kwa taarifa yako nakwambia, kuanzia jioni hii ninavyoongea, namna yote ya kuloga utaharisha kuanzia leo mpaka tunaondoka hapa, ili uweze kujua naye tawala ni Jehova pekee. Na kutangazia uliye mchawi kwa namna yoyote ya kwamba wakati wa kuloga sasa umekwisha. Huu wakati ni Jehova anakwenda kutawala. Usijaribu kwa namna yoyote kujaribu kuinua kiungo chako uweze kwenda kuogelea bahari ya Hindi. Nataka nikwambie, utaanza kuharisha huko juu na utadondokea mahali ambapo haupajui, kwa sababu nuru ya Yesu Kristo imeshuka na uwezo wa Jehova umeshuka, na Bwana amekuja kumulika ili awache huru wote waliofungwa. Inawezekana wachawi mmewanyanyasa sana watu wa hapa mahali hapa, mmenyanyasa sana wanawake wa mahali hapa. Nimewaletea bingwa wa mabingwa, nimewaletea askari wa maaskari. Ni wakati wenu wa kunyanyaswa
iko nguvu ya Roho Mtakatifu, uko moto wa jina la Yesu, uko mlipuko wa jina la Yesu unakwenda kusimama katika mji huu. Ninajua hamtaacha na nye kujaribu kutikisa kiberiti. Nataka nikwambie, ogopa kutikisha kiberiti kilichochangamana na petroli. Utatikisha kiberiti, kitajipiga chafya na kukulipukia mwenyewe. Nataka nikwambie, maisha na jina la Yesu tunalolitaja ni moto. Jina la Yesu ni moto. Kachezee wapiga sadaka, usichezee watu wanaotaja jina la Yesu kwa Mungu wa kweli. Haleluya, haleluya. Usiogope mtu wa mitundu wa namba 4. Usiogope, amekuja mfalme wa wafalme. Usiogope hata kama hujasoma, amekuja mfalme wa wafalme. Usiogope hata kama huna nyumba, amekuja mfalme wa wafalme. Usiogope hata kama huna gari, amekuja mfalme wa wafalme. Yeye akikaa ndani yako, mambo yatapangika, mambo yatanyoka. Amenyosha mambo yetu, anakwenda kunyosha mambo yako. Ameponya ndoa zetu, anakwenda kuponya ndoa yako. Ameponya ujana wetu, anakwenda kuponya ujana wako. Ameponya maisha yetu, anakwenda kuponya maisha yako. Ameinua nafsi zetu, anakwenda kuinua nafsi yako. Ametengeneza mioyo yetu, anakwenda kutengeneza moyo wako. Amefariji mioyo yetu, anakwenda kufariji moyo wako. Amechangamsha maisha yetu, anakwenda kuchangamsha maisha yetu. Biblia katika Matendo ya Mitume sura 3 mstari wa 19 inasema, tubuni mrejee zipate kuja nyakati za kuburudika kwako Jehova. Nataka nikutangazie, flat screen ulionunua haiwezi kukuburudisha sawa sawa. Sabufa ulionunua haiwezi kukuburudisha sawa sawa. Itakuburudisha siku ya kwanza tu, ya pili, lakini baada ya wiki moja utaanza kusema nyimbo zina flati. Utaanza kusema mwimbaji hajui. Lakini kumbe tatizo sio mwimbaji. Tatizo ni kwamba flat screen ulionunua itakufundisha tu michepuko, itakufundisha tu kutoka nje ya ndoa na kuangalia filamu za kina Ray na filamu za kina Maimata na kujifunza busu kijijini huku. Unaanza kusaliti mke wako au mume wako. Simu ya touch ulionunua haitakuburudisha, itakufundisha tu picha za ngono na utajikuta mke wako unaona hafai, unaanza kutafuta wanawake wengine. Hakuna kitu kitakachokuburudisha hapo ulipo. Vyote vitaonekana vya maana leo tu. Utanunua kisimu cha 300, utawatishia kidogo mabinti wa mgando hapa, utakaparasa, watatishika siku 2-3 tu. Ukija kwa Robati hapa, utakuta anauza simu ya milioni 2, wewe mwenyewe utachoka, utajiona hautoshi. Katika vitu vya ulimwengu hakuna kitu kitakachopandisha thamani yako, lakini Yesu naye mhubiri atapandisha thamani yako. Haleluya. Uwe na vitu, siwe na vitu. Nimekuletea Yesu na leo nimetaka niongee sana ili niruhusu, ikiwezekana niruhusu watu wengi walio na maswali kwa namna yoyote waulize maswali yao. Nimetaka ulio na maswali juu ya kanisa hili, juu ya Yesu huyu, juu ya mahubiri haya uulize. Lakini kabla hujauliza, wote ambao mlisema Mbarikiwa akija tutaokoka, hebu njoo uokoke. Na wewe ambaye ukusema na unamesikia maneno haya, unataka kuokoka na kutubu dhambi zako, hebu naomba sogea tu hapa mbele niweze kukuombea maombi ya baraka. Yeyote ambaye ulitaka kuokoka, karibu sana. Ibrahim naye aliokoka kwa sura kama hii, na tuna uhakika tu kabisa wewe umepania na ulimaanisha kweli kweli. Ulimaanisha kweli kweli. Yeyote ambaye ulisema Mbarikiwa akija mimi nitaokoka, ninaomba uje uokoke hapa mbele. Naomba njoo. Yeyote ambaye moyo wako nakwambia nadhani nikiokoka kwa mahubiri haya sitaaibika, njoo tu hapa kwa ujasiri wako wote. Njoo tu hapa kwa ujasiri wako wote. Njoo tu mama, njoo brother, njoo brother, njoo simama tu hapa brother. Simama tu hapa. Hongera sana. Ninajua kabisa. Ninajua mko akina mama ndoa zinakutesa. Hebu njoo koke, mkabidhi Bwana ndoa yako. Magonjwa yanawatesa, njoo mkabidhi Bwana maisha yako. Haleluya, haleluya. Masela, oyo Masela, njia iko huko Masela. Mimi nilikuwa mcheza mpira enzi za kina Edibiri Jonas Runyamira, ndio kipindi tulikuwa tunacheza sisi. Enzi za kina Mustafa Haji wa Moroko, unafunga kitambaa kichwani humu, unatembea, unakimbia namna hii. Oyo Masela, huko hakuna njia Masela. Utaishia tu hapa watoto wa watu mimba na kukimbia mitundu hapa. Na kukimbia namba 4 hapa.
Zikaje tu, najua masera mnaogopana. Kuna msela mmoja hapa amenielewa sawa sawa. Yaani kasema ila kwa wokovu huu naweza nikaokoka. Lakini unaangalia masera wako kushoto na kulia, unaona watakucheka. Usiogope kuchekwa, hata hivyo wanakucheka msera. Hata hivyo wanakucheka swaiba wangu, wanakucheka. Unayetaka kuokoka, mwanamke yoyote unataka kuokoka, mwanamume yoyote, kijana yoyote, binti yoyote unayetaka kumpa Yesu maisha, naomba upite mbele. Haya, watu wa Mungu, najua umevaa suruali nzuri, lakini hebu idhalilishe kwa kupiga magoti, umheshimu Jehova aliye hai. Na wewe piga magoti, inua mikono juu, nikasema maneno haya, sema Bwana Yesu, nakuja kwako, mimi ni mwenye dhambi, kutoka moyo wa ndani ninajuta dhambi nilizotenda. Yesu, nisamehe dhambi zote nilizotenda. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Futa jina langu kwenye kitabu cha magonjwa, kwenye kitabu cha mateso, kwenye kitabu cha maumivu. Andika jina langu kwenye kitabu cha raha, kwenye kitabu cha ushindi. Kuanzia leo namkataa shetani na magonjwa yake yote na mateso yake yote na kazi zake zote, katika jina la Yesu. Acha nikuombe sasa, watumishi wa Mungu, tuombe, tuweke mikono, na kama kuna madawa yoyote mtaleta baadaye, katika jina la Yesu aliye hai. Bwana, ninaagiza moto, 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 moto wa jina lako. Naagiza moto wa jina lako ukateketeze kazi zote za shetani katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Yesu wa Nazareti, takasa watu hawa, ponya watu hawa, ponya maisha yao, ponya miili yao katika jina la Yesu. Ikiwako na yote kazi ya shetani, ushirikina, kwa damu ya Yesu inachoma, kwa moto wa Roho Mtakatifu inachoma. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu ikawasafishe, ikawasafishe, ikawasafishe. Takasa mioyo yao, takasa maisha yao, takasa maisha yao, takasa maisha yao kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Uchawi, ukanga, ushirikina, namna yoyote ya mapepo na teketeza kwa jina la Yesu, na teketeza kwa jina la Yesu kazi ya shetani, nguvu za Mungu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Toka, 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 toka kwa damu ya Yesu. Anga hii nalitakasa kwa jina la Yesu, nalitakasa kwa jina la Yesu. Yesu wa Nazareti, tawala maisha yao, tawala maisha yao katika jina la Yesu. Kila mwenye pumzi piga kelele, sema amen. Amen. Ibrahim, uko wapi? Naomba hawa mkae nao jirani, kana ongea mawili matatu. Asubuhi mwai kwenye ibada. Hivi ndio historia inabadilika hivi. Hivi ndio kilio kinakwisha hivi. Hivi ndio uchungu na unyonge unaondoka hivi. Asubuhi tu, asubuhi kesho mwai kwenye ibada, na jioni tutamalizia ibada hapa. Na najua wako wengi mliokusudia. Wengine njoni tu kwenye ibada kesho asubuhi pale, na tukiona pale tumejaa, tukiona tumejaa, tutakuja hapa. Hatukulazimishi kuokoka, tunakuelimisha ukiokoka utapata nini. Wewe utaokoka kwa kutaka kwako, kwa kuona faida yako. Kwa hiyo kama unapendezwa kuja kusali, njoo tu usali. Hatutakulazimisha kuokoka. Njoo tu usali ili ujifunze wengine wanasalije. Inawezekana mlikuwa mnaogopa kuingia pale akina Ibrahimu wakiwa peke yao, lakini kwa kile kitendo cha kwamba sisi tupo, hebu njooni ikiwezekana muone wengine tunasalije ili ujifunze. Hatukulazimishi kubadilika, na ndio maana hata maombi mengi tunapoomba hatukulazimishi ufumbe macho ili usikasema walikuwa narusha mitakataka kwenye macho ili watutawale au watugiribu. Tunakuombea macho yakiwa makavu, lakini kwenye ibada Biblia inasema onjeni muone kwamba Bwana yu mwema. Umeonja Assemblies, umeonja Pentekosti, umeonja kwa nabii, umeonja kwa mchungaji, matatizo yako pale pale. Sionjapo na kwa wengine sisi ambao hata sura zetu zinaonyesha kabisa kwamba tumesaidika. Najua nimewakatili sana vijana ambao ndio mnajua ni wa huku, na najua kabisa kutokea hapa hamtawatukana tena kwamba wanakuja kujionyesha na mali zao. Kweli Robert asingekuja hapa, Ibrahimu angeacha mipombe kirahisi hivyo? Isingekuwa rahisi. Ni pendo tu la Mungu linatusukuma
lakini kiujumla kwa maisha tuliko Mbeya hatujapungukiwa chochote. Na ninajua kabisa Ibrahimu hamtasema kajiunga Freemason, kwa sababu hakuna Freemason shetani anaweza kutoa mipombe. Ibrahimu alikuwa anakunywa mipombe anajikojorea. Je, yale maisha yalikuwa mazuri yale? Shetani anaweza kumtoa shetani mwingine. Ibrahimu alikuwa anakunywa mibangi, alikuwa na machuma urete, huenda mnajua au hamjui. Ilikuwa akienda kilabuni akanunua pombe za 200 na kunywa mpaka analewa. Wewe utakuwa unarudisha change tu. Alikuwa na michuma urete, nani angetoa hivyo? Hayo ndio alikuwa maisha. Alikuwa anapiga mibangi, nani angetoa mibangi hiyo? Ifike mahala mjue ya kwamba wakati mwingine kinachotuleta ni huruma za Mungu aliyetuhurumia sisi. Mungu aliyetuhurumia ndiye anayetuleta kwenye mazingira haya, ili kiwezekana tumuokote na mwingine kama tulivyookotwa. Ninaomba na niwasihi watu wa Mungu, hata kama uko tayari kuokoka, lakini hebu kitu mtu anayefanikiwa na kusawi, mpongeze. Ukimwombea mema anayefanikiwa, unajitakia mema mwenyewe. Lakini ukiombea mabaya anayefanikiwa, unajipalia laana mwenyewe. Kwa sababu wewe hauwezi ukabadilisha mpango wa Mungu juu ya maisha ya mtu. Na kwa bahati mbaya wengine wote utawaloga, lakini anayeomba kila siku huwezi ukamloga. Huwezi ukamloga kama uamini. Jaribu hata usiku wa leo, kwa sababu usiku unasema jaribu hata usiku wa leo, njoo uroge, kwa sababu tukwambie tusikwambie bado utajaribu. Basi tukwambie sasa, jaribu usiku wa leo, jaribu uje uroge. Utatoka unakotaka kuroga mpaka nyumbani kwako wakati unaharisha. Amen. Hallelujah. Kwa sababu huyu tunayemtangaza hapa ni mfalme wa wafalme. Vijana wangu, muda bado upo. Inawezekana kwa ndugu zenu wanaweza wakasikia hata 2 matatu. Kama mnaweza mkaongea, hapa ni nyumbani. Hapa ni mcheza kwao utunzwa. Mwasalimu. Mwasalimu kwa njia yoyote. Hebu na lolote mnalolitaka semeni. Tunataka nani aseme? Tunataka wimbo gani uimbwe? Tunataka nini? Kwa sababu tunachotaka hapa, tunataka msikie vizuri, msikie raha. Muone hatukuja kuharibu, hatukuja kwenye vita, tulikuja kushiriki raha tulionayo pamoja nani. Haya basi, mwasalimu kwa staili mnayojua na kwa muda mnaoweza, kwa sababu hapa ni nyumbani kwenu. Ibrahim najua tu kabisa yuko mbele. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mimi binafsi namshukuru Mungu sana. Na washukuru wazazi wangu wa kiroho pakubwa sana mno. Wasingekuwa wa ndugu, mimi nisingekuwa hivi. Haleluya watu wa Mungu. Mimi najisikia raha sana moyoni nikiona wazazi wangu hawa wa kiroho. Kwa sababu waliutoa uhai wao na pesa zao na wakapoteza muda wao kuja kulitangaza neno la Mungu katika mji wa namba 4. Nilikuwa na vitabia vibaya na kadhalika, lakini waliofika wa ndugu waliweza kuzungumza neno la Mungu nikabadilika. Na nilianza sasa, mimi huyu mhubiri nikimuona anasema kwamba alikuwa anavuta bangi, alikuwa mwizi na tabia aina mbalimbali zijua mwenyewe, mimi nitaokoka. Kweli nilitamka na kweli alivyofika mimi niliokoka. Na nilivyokoka walinibeba wakanipeleka kwao, lakini wanadamu hawapendi vizuri. Utaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Unajua usiku wa jana kuna huyu mtu wa Mungu aliyovaa joho jekundu. Kuna dawa alizichoma jana. Usiku wa jana kuna madawa aliyachoma ambaye alikuwa anasema yalimtesa sana. Jana akawa ameyachoma yale madawa. Sasa akasema hapana, na mimi nina 2 matatu ya kuzungumza. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Wangapi wanataka tuendelee? Wanyoshe mikono juu. Wanaotaka tuendelee wasikie mambo mazuri ambayo Bwana amefanya. Wanyoshe mkono juu sana. Wanyoshe mkono tuweze kuona. Wanyoshe mkono. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Unajua kuna maneno nimeyazungumza mwanzo nilipoanza kuzungumza. Nikasema mara nyingi napojaribu kufikiri na kuangalia urefu wa Mbeya na Singida,
Najua ya kwamba wazee wetu walikuwa ni watafutaji, wazee wetu walikuwa ni wapambanaji. Nikasema sio dhambi na wewe kuhama upande uliopo, kuhamia upande huo Bwana. Wazee wetu kipindi hicho, nakumbuka mzee wangu anasema alikuja huko akiwa kijana. Ni miaka hiyo wakati magari hamna. Wengine walikuja kwa mguu kutafuta maisha hapa. Sasa hakuna ubaya wote kuhama kwa shetani na kuhamia kwa Yesu. Hakuna ubaya wote. Ngoja tumsikilize mtu wa Mungu huyu, alafu baadaye tuendelea. Najua hapa kijijini, hapa ni nyumbani. Na ndugu zangu kaza wa kaza nimeongea nao. Nikaambia ndugu zangu, kwa kweli kwa mazingira hapa kwetu, mtu akifungua kaduka kidogo tu, ndugu yake akiumwa, basi anasema tayari amemtoa msukule. Hapa kijijini watu wanapenda maisha mfanane. Ukiwa umeishiwa basi unaonekana ndio hujatoa msukule, uko mtakatifu, uko vizuri. Sasa wacha tumsikilize mtu wa Mungu, alafu tutaendelea. Karibu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa jina Richard Mtani. Najua watu wengi wanajiuliza, huyu kijana mbona anafanya kazi lakini mfanikiwa mno? Ni kweli nafanya kazi, kwa mwezi na uwezo wa kuingiza 500 mpaka 600. Mimi kazi yangu nachoma tofali na kubeba mwenyewe. Na nina nyumba kubwa ambayo na mpaka size ninayo hiyo nyumba, lakini kulingana na mizigo ambayo niliibeba. Nyumba iko wapi? Iko hapa kupita Itula. Kulingana na mizigo niliyokuwa nimeibeba, kwa kweli ilinitesa. Najua hata mke wangu hivi nadhani halifahamu kiundani. Ila kwa mtazamo wa haraka, anaweza akachukulia kwamba huyu kijana anapita na pikipiki tu, mradi kapo hapo kanapita. Mimi ni mtu mkubwa. Hilo nalo lisema ni kweli. Na nilirudi hii nchi nikatambua huku ni wachawi. Na kweli hakuna aliyenisogelea na hakuna aliyenijaribu, ila mimi yalinitesa. Unapoingiza pesa, wajanja wanabeba. Lakini siku ya siku nikasema, kwa nini nateseka? Ile dawa mimi, kwa jinsi nilivyokuwa naitumia, nina uwezo wa kuchemsha maji yanatokota kama chai. Na nina uwezo wa kumogesha mtoto na siungue hata kidogo. Na hiyo dawa nilikuwa na uwezo wa kutengeneza mimi. Na hiyo dawa nimemiliki zaidi ya miaka 20. Ila tu kuna dawa moja ambayo niliyokuwa nikiitumia kifahamu mke wangu. Lakini hiyo dawa niliyokuwa nikiitumia zaidi ya miaka 20. Leo na miaka 40. Jiulize, maisha yangu bado yako chini. Je, ninakoelekea wapi? Watoto 6. Wa 7 amemaliza sekondari na miaka 3. Bado nahangaika. Ukienda kwa mganga unapigwa. Ukija huku unaliwa. Sasa mimi nitaishije? Hapa kijijini na nyumba zaidi ya 6. Leo niombe 10,000, haki yangu sina. Sina hata 100. Nimefyatua mwenyewe. Kwa mtumishi Baraka nimetandika kama hata milioni imefika huyu baba. Lakini leo niuliza hata hebo sina. Leo hii tunasikia neno la Mungu, tunaona aibu kwenda kusali au kwenda kutubu. Unachomuogopa nini? Unashindwa kumuogopa Mungu, leo unamuogopa binadamu. Huyo binadamu atakuletea chakula? Anayetoa chakula ni Mungu peke yake. Mimi nimezaliwa kwenye Uislamu, baba yangu ni swala 5. Na akisema leo halitui na halitui. Lakini leo anasema huyu kijana kafiri. Mimi sio kafiri. Nimezaliwa kwenye ndoa na mama yangu, tumezaliwa wawili. Baada ya baba yangu kufariki kukimbia Uganda, kila mmoja alifuata maisha yake. Mwaka 92 nikaanza maisha. Huyu binti namfahamu vizuri sana. Ila walio wengi wanasema hawala yangu, huyu ni mdogo wangu. Na sasa nachokisema, vijana wenzangu, tubadilike. Watu wanatoka CCM akienda Chadema wanasema kachanganyikiwa. Mimi atakaye sema kachanganyikiwa basi ananibariki. Na nitaendelea kusali na nitaendelea
mpaka siku ya mwisho. Na sitaangalia kwamba leo mke wangu amenisusa kwa sababu umeenda kwa Yesu umejiunga Freemason. Kama ananisaidia nitajiunga. Kwa sababu anayekusaidia ni mwema kuliko anayekusaliti. Leo wengi hapa namba 4 wananicheka. Huyu kijana anafanya kazi. Mara anakula vizuri, anakula dagaa, wala nini dagaa wazee haziwezi kumaliza 500 kwa mwezi. Basi kuanzia sasa mzigo wangu nimeutoa, nimeukabidhi kwa baba yetu. Na sasa pale nyumbani niko mweupe, mlinzi wangu ni Mungu peke yake. Kwa hiyo atakayesema kwamba leo hii sasa huyu Mnyamwezi nikamuangie, anajiwangia yeye na maisha yake. Mimi sasa hivi ni hapa kazi. Mimi na kikozi kazi na nitaendelea kufanya kazi. Kwa sababu sitegemei niende kwa pastor kwa mheshimiwa. Baba naomba msaada. Sitaki nimpe mzigo. Saizi nyumba yangu nafunika turubai. Walio wengi wananicheka, atatoa wapi? Na wapa wiki 2. Nisipowezeka hiyo nyumba, basi ujue mikono wangu zimekatika. Kumekucha. Wanasema Kajumba kaka analala kwenye turubai. Mimi nasema tu ule ukweli. Mwenye kibanda anayemiliki kibanda kwangu alikuwa hafikii hata robo 3. Mimi kwa siku naingiza 70,000, 50. Ninachokisema sijipendezeshi, matajiri wako hapa. Kuna nesi pale Mama Kevi, kuna mtumishi hapa, na saizi natenda pale kwa watumishi. Ila kuna mambo yaliingiliana, wao wanaweza kusema mtumishi katudhulumu. Mimi sijadhulumu na sijawahi kudhulumu. Na popote walipo wawe na amani ya kuwalipa mali yao. Na sasa hivi nimeokoka. Nawapa ndani ya wiki 2. Popote alipo. Mizigo niliyokuwa nimeibeba ndugu zangu ni mizito. Nisingeweza hata kumkabidhi. Video ilikuwa na miliki vya milioni 800. Leo hii kwa kweli sina chochote. Nikipanga hasira nashika screen na tupa na bamiza. Walio wasioona wanasema anapiga yeye. Mzigo niliokuwa nao ulikuwa unanitesa. Nadhani huo mzigo nimeukabidhi na naomba mke wangu apite mbele na mtambulisha mbele za watu kwamba nimeuchoma. Mke wake njoo mke wake. Hallelujah. Hallelujah. Njoo mke wake, njoo tukombe, njoo tukombe. Au bado wewe hujaamua sawa sawa? Njoo tukombe. Bado hujaamua sawa sawa. Ndio utaamua taratibu. Yuko hata mabobu para hajaamua sawa sawa. Naye tumemwacha ataamua taratibu. Ataamua taratibu. Lakini tuwatangazie kwamba kama mnataka mjue dawa aliyokuwa nayo na ilivyokuwa inafanya kazi, jioni muingie kwenye mtandao Facebook na YouTube, mtaona tumerusha mle, tumechoma hiyo dawa jana usiku iliyokuwa inamhangaisha kwa sura kama hiyo. Sisi tunachoma na haina uwezo wa kutufanya chochote, kwa sababu aliyeko ndani yetu ni moto kuliko moto unaopikia chakula nyumbani. Kwa hiyo mke wake tunafahamu jambo moja, kuvaa vitenge vilivyopauka ndio mwisho. Mtoto kutia huruma hivyo ndio mwisho. Wetu ni marufuku. Kuwa na tunywela atueleweki hivyo ndio mwisho. Kuishi maisha kutia huruma ndio mwisho. Sisi kila pesa tunayopata inashikika, inatunzika. Kwa sababu Mungu tuliye naye ni mkuu kuliko chuma ulete wa aina yoyote. Sijua kama mnaendelea. Si kwetu kupendeza lazima. Apendeze kama mama. Amalizie mwenyewe kama kuna jambo moja, alafu atamalizia. Hapa ni mcheza kwao tunzo. Kwa hiyo wako nyumbani kwao, acha waongee. Hadi saa 2 kikubwa tu muda wako. Ukiondoka basi tutaondoka. Kama utabaki tutaendelea kusikiliza namna ambazo Mungu ametusaidia. Endelea baba kwa maneno mawili matatu ya mwisho. Nashukuru sana. Nadhani ilikuwa siku ya Jumanne. Nimejilaza kule ndani. Kweli nilikuwa na msukumo mkubwa wa kwamba leo hii niende nikatubu dhambi zangu. Na ni wengi wamechoma vitu vyao, tumeshuhudia. Wenye kuchuma chuma uleta wanatupa. Ila wengine watasema kwamba aka kachoma tofali kamejichanganya.
wao ndo wamejichanganya. Ninalolisema ni kweli. Na nikiwaambia mimi nyumba yangu hata kama ingekuwa inabebwa ikaletwa hapa, ndio wengi mtaona aibu. Na sasa hivi nimeingia kwa baba na nyumba yangu naikomboa. Hakuna cha mchawi. Nilikuwa nikipiga kelele, nendeni mkatoe viungu vyenu, lakini hawataki. Leo hii mtu akiugua kajumane kameua. Sasa nasema hivi, mimi huwa siui. Kigezo cha kuua unapitia kwa Jumane, huo muda umeisha. Naomba fungeni vyenu, toweni uchafu kwangu. Mimi nimeutupa. Sidhani hata kama mke wangu atakuwa akaficha ka kitu, lakini najua katatoka. Kwa hiyo nafasi mimi kwanza nashukuru. Baada ya kumpokea mheshimiwa, siku hiyo tumeenda na mtumishi huyu hapa. Tukampokea mheshimiwa, ilikuwa saa 9 usiku. Kwanza alinisifu akasema, leo umeokoka unampokea mkubwa. Nikasema kweli ni mkombozi. Kwanza baba yangu nakushukuru, sina mengi. Asante sana kwa kunikomboa. Nashukuru. Ni kweli kabisa, tuliokolewa tukaokoe wengine. Yesu alituokoa kwa neno lake, akatutuma tukaokoe wengine. Na kwa vyovyote vile tumeshinda, utashinda. Tumeweza, utaweza. Haya. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, kiukweli tunamshukuru Mungu sana kwa baraka yake kubwa. Hata kama mkutano huu ungeishia siku ya leo, kwa kitendo cha mtu wa Mungu hapa kuweza kuingia, tumaini liweza kuingia, na huyu ndugu badiliko liweza kuingia, tunamshukuru Mungu sana. Hivi nikwambie tu kwamba katika hali yoyote, tunajuana vizuri ya kwamba hakuna faida yoyote katika dhambi. Hakuna faida yoyote katika dhambi. Dhambi asili yake ni kukuchakaza mapema. Kazi ya dhambi ni kukufanya miaka iende kwa spidi. Kazi ya dhambi ni kukufanya uzeeke mapema. Mimi nimesema mara kaza wa kaza. Hata ndugu yangu Jumanne pale nimekuwa nikiongea naye mara kaza wa kaza. Hata Meki nimekuwa nikiongea naye mara kaza wa kaza, ya kwamba ndugu zangu, kwa mfano kama Jumanne, kwa moyo alionao wapambanaji, na watu wengi tu katika mji huu ni wapambanaji sana, ila kinachofanya warudi kuwa wa kawaida ni yale maneno. Watu wengi ni wapambanaji, lakini mimi napenda kusema ya kwamba hapa tulipo katika mji namba 4, wazee wetu wengi asili yao sio hapa. Wazee wetu wengi asili yao, wengine wametokea Tabora, wengine wametokea Mbeya, Tukuyu huko, lakini waliamua kutoka Mbeya na kuja Mgandu kutafuta maisha. Mimi naambia kwamba wazee hawawezi kutushinda akili. Wazee hawawezi kutushinda upambanaji. Nawe pia lazima uame upande mwingine na kuelekea upande mwingine. Usikate tamaa. Usivunjike moyo kwa sababu ya maneno ya watu. Sikiliza, kushindwa ni kufa. Kama hujafa bado nafasi unayo. Kushindwa ni kufa.